Haya ndugu zangu, safari inazidi kusonga mbele msikilizaji, ni jambo jema tumekutana tena, si ndio Yes, naomba nikuone kwa like ama comment. Na sehemu tulioishia tuliona ya kwamba urafiki umetengenezwa na bibie ndiye aliyeomba. Okay? Yes, akasema kwamba so Jaden, can we be friends? So jamaa amekubali, akasema kwamba okay, it's not bad, we can be. So Jesse alituambia kwamba tukaendelea kuangaliana kwa upendezi mwingi sana, nikiwa sana jinsi vizuri mno kupata ukaribu na mwanamke huyu baada ya misukosuko yote aliyopitia na familia yake siku chache nyuma, na nilitazamia mengi mazuri yaje kutokana na uhusiano huu mpya niliokuwa nimejipatia kwa huyu mwanamke, ambayo angesaidia kumweka huru mdogo wake kutokana na tatizo alilokuwa nalo. Na kilikuwa ndio kitu nilichokitamani sana tokea siku ya kwanza kabisa nilipokutana naye. Na Jesse akamalizia kwa kutuambia kwamba sasa huu ndio ungekuwa mwanzo wa mambo mengi ambayo angebadili maisha yangu mimi. Hapo ndipo tulipoishia. Huo mwanzo upoje msikilizaji? Sasa huu mwanzo ndio tunauanza sasa hivi, sasa dakika hii. Okay? Yes, hii story bado sana. Kumbuka mtayarishaji ni Elton Tony, ni kusimulia ni mimi Lucas Lumbasi. Basi Jesse anatuambia kwamba wiki 4 zikawa zimepita baada ya mambo yale yote kutokea. Ndio, mwezi mzima. Najua sana Jesse, natakiwa msikilizaji ni kuelezea leo tokea ndani ya huo muda wote. Nimekoswa sana naambiwa. Na kiukweli ni mengi mno yaliyokuwa yametokea mpaka kufikia sasa. Mengi yenye kuridhisha na baadhi yenye kukwaza kwa kiasi fulani. Sasa tuanze kwanza na Joshua msikilizaji. Bwana, mwanamume huyo baada ya kuwa amemfanyia binti Mariam vitendo vya kinyama kwa kujaribu kumuua zaidi ya mara moja na kutunga kila hila ili tu itaifishe mali ya binti, alikuwa amepelekwa mahakamani kwa kufunguliwa kesi ya makosa mbalimbali ya jinai. Sasa ndani ya huu mwezi ulioisha alifikishwa mahakamani zaidi ya mara 3 kujibu mashtaka ya hila za udhulumaji au uporaji mali kwa kutumia hati bandia za kimahakama, vitendo vya kijeuri kama vile kupanga mauaji, na pia kuna mtu mwingine akawa sasa ameongezea issue ya kumkodisha gari jamaa na kuahidiwa malipo, lakini hakulipwa na badala yake gari lilirudishwa likiwa limeharibika. Kwa hiyo kesi zake 2 za kupanga mauaji ya wizi hasa ndio ambazo zilikuwa nzito kwa huyu Joshua, ushahidi ukiwepo wa kuridhisha kabisa, naye akawa amepewa adhabu ya kwenda kutumikia kifungo cha miaka 10 jela. Oya, sio mchezo, si ndio? Miaka 10 mwanangu. Mvua miaka 10 sio kitu kidogo. So waliokuepo sana kwenye mahudhurio ya kesi ya jamaa ilikuwa ni mimi mwenyewe, kuna askari Ramadhani na mwandamani wake, kulikuwa kuna Tesha, kulikuwa kuna Dija, kulikuwa kuna Yohana. Yule Yohana si mnamkumbuka alikuwepo sasa huyo Yohana. Lakini pia Bizawadi mara 2 na Miriam pia mara 1. Kwenye siku ambayo jamaa ndio alipewa hukumu, ushahidi aliotoa huyo Hadija na Tesha kwenye swala la yeye Tesha kutekwa pamoja na mdogo wake ili wawawe ulikuwa nyundo nzito sana ya kupigilia ndani zaidi msumari wa hukumu ya haki aliopewa jamaa. Na sisi tulihakikisha haya yote hayamfikii binti Mariam kwa muda wote yalipokuwa yanaendelea mpaka kumalizika, na ilionekana kwamba familia yake iliridhishwa mno na hukumu aliopewa huyo Joshua. Alistahili hata cha maisha kabisa, ila kuna vitu tu vilipunguzwa. Hadi nilishangaa kiasi kwamba Hadija hakula hata miaka 2 kwa sababu ya kusindikiza uhalifu, ili hali wenzake wote wale wakina Yohana wote walikula mvua za miaka 5 mpaka 7 jela kwa kusindikiza maovu ya Joshua. So hakukuwa na neno la muhimu, likawa kwamba mbaya wa amani ya familia yake Mariam alikuwa amewekwa mbali hatimaye. So tukija upande wa Madam Beth sasa, of course kweli mambo yalikuwa underway kama msemo wake. Ndani ya hizi wiki 3 za mwisho zilizokuwa zimekata, tayari alikuwa ameshanionyesha sehemu ambayo biashara yake ya kutengeneza cocaine ingefanyika. Na kupitia mimi tayari unga ulikuwa umeshaanza kutengenezwa, kuongezwa, na sasa ulikuwa kwenye harakati za kusambazwa.
Mwanzoni ilibidi kutoa kiasi fulani hivi kama kionjo, kidogo kidogo tu kisambazwe hapa na pale, ili watumiaji waelewe kulikuwa na zigo jipya mjini, na wanajeshi wake waliofanya kazi ya usambazaji wangetangaza pia bei mpya kuyapata madawa hayo yaliyokuwa yameanza kushika kasi mpya kwenye soko hilo mjini. So kufikia wakati huu tayari nilikuwa nimeshaona na kusoma njia zao kuu za kufanya usambazaji wa kisiri, na kiukweli zilikuwa ni njia ambazo naweza kusema ni kama sikuzitegemea kwa mwanzoni, ila walikuwa wanatumia akili sana msikilizaji. Yaani madawa yao yalipita sehemu na maeneo yenye hadhi za juu, mashuleni, vyuoni, mpaka kwenye makampuni, na haikuwa rahisi kwa yeyote ambaye hakuwa ndani ya hili game la uzaji kujua jinsi ambavyo issue hiyo ilikuwa inaendeshwa. So kwa muda wote huo nilikuwa nimejitahidi sana kumuonyesha Madam Betha kwamba nilikuwa makini na kazi aliyotaka tuifanye, na alinifurahia mno. Hadi wale wanaume ambao tulienda kukutana nao kwenye kasino kule siku ile walisifia sana kazi yetu mpya. Kwa hiyo kuna mara ambazo tungekutana na wao kujiachia sana mbele ya ushirika wangu, lakini hawakujua kwamba kwa muda wote huo mimi nilikuwa nafanya kazi na askari mpelelezi Ramadhani, na uamuzi wa kusubiria kwanza kabla ya kuchukua hatua dhidi ya watu hawa ulikuwa ni wake. Haikuwa tena juu ya swala la mauaji ya Joy tu, la hasha. Sasa hivi kwa sababu mambo mengi yalikuwa yanaongezeka, ingebidi tuwe na kila kitu tulichohitaji ili yeye askari Ramadhani na wenzake wakipiga tu hatua kuwaweka chini ya ulinzi watu wote wa Betha iwe ni moja kwa moja, yani kusiwepo na njia ya kurudi nyuma tena. Ila kama ni kitu kilichokuwa kikinifanya ni kune kichwa changu, ilikuwa ni kutokujua nitumie njia ipi ili kumkamatisha na Festo pia. I say, hey, oya. Unajua msikilizaji, yule jamaa kwanza sikumuelewa. Yani alikuwepo lakini alikuwa ni kama vile hayupo. Ningemuona tu alipotaka nimuone, lakini nisingeweza kujua alifanya mambo yake kwa njia zipi. Hao wengine walikuwa wepesi kufunguka kwa mambo mengi, na hivyo ilikuwa ni rahisi kuwa na vitu na sehemu za kuwakamatia, lakini Festo nehi. Yani nilitakiwa kupata kitu cha kumnasia huyu jamaa, hasa kwa kuwa bado aliendelea kumfuatilia bibi Miriam akimtaka kimapenzi. Mwanamke huyo hakuonyesha utayari wa kuwa ndani ya mahusiano ya kimapenzi kwa kipindi hiki, kwa kuwa kweli fikra zake zote zilielekezwa kwa Mariam. Karibia mara zote ambazo nilienda pale kwake na kuwa pamoja na mdogo wake, Miriam alikuwepo, na alijitahidi sana kuniunga mkono kwa kila jambo nililofanya ili binti Mariam aweze kukaa sawa tena. Wiki hizi 4 za kuendelea kumsaidia Mariam zilihusisha lile swala la kumpeleka hospitali kwa ajili ya vipimo, na asante kwa Mungu tukawa tumepata uhakika kuwa binti hakuingiwa vibaya kimwili, na hivyo alikuwa safi na salama kabisa. Hatukumwambia hilo wala kuongelea waziwazi mbele yake mambo yaliyotokea usiku ule alipotekwa, na kadri mazoezi ya kuimarisha utimamu wake alivyoendelea ndio akawa sasa anaendelea kufunguka kiutambuzi. Mwezi mmoja tu ukatosha kumfanya Mariam aanze kuzungumza kama ilivyokuwa awali. Hata nyakati nyingine angewaita watoto wa hapo mtaani ili acheze pamoja nao ndani ya geti la nyumba yao. Alionyesha tabia za kitoto bado, lakini haikuwa kwa jinsi niliyokuwa nimemkuta mwanzoni kabisa. Wote tulijitahidi sana kumfanya afurahie maisha yake, na kilichokuwa kimebaki ikawa ni kumjuza kutambua tena yeye ni nani na angepaswa kuwa nani kwenye maisha yake kwa mapenzi na uchaguzi wote aliotamani. So Charlie Gonga bwana, mume halali wa Madam Betha. Alikuwepo jamaa, bado alikuwepo katika shughuli za kibiashara ambazo mke wake alimwachia, na mara kwa mara tungeonana pale Masai nyakati ambazo ningeenda na Tesha pamoja na Nkia. Mara hizo zote tulizokutana hatukusemeshana, na alifanya iwe wazi kwamba hakutaka kunisogelea kabisa, kwa sababu nafikiri kuna kitu ambacho Betha alikuwa amefanya ili kuleta hali hiyo. Afi mwenye hata sikuwahi kumuuliza tena mwanamke ule kama kuna jambo lolote lilitokea baina yake na Charlie, hasa baada ya jamaa kunikuta kwenye chumba cha hoteli ya Madam siku ile, si unakumbuka
Maana ndani ya hizo wiki chache nilikuwa nimekutana kimwili na huyo mwanamke karibia mara 5, lakini hakutaka kumzungumzia mume wake kwa undani, na mimi nisingeweza kumsukuma. Ila hali hii baina yangu na Charlie Gonga ilionyesha wazi kwamba jamaa alikuwa amenyamazishwa, lakini yote kwa yote bado niliendelea kujitahidi kuwa makini sana mara zote ambazo ningemwona, kuepusha tu matatizo kwa upande wangu. Si unajua tena yani ya moja kwa moja, maana bado kuna hisia iliyokuwa ikiniambia kwamba mwanaume huyo alipanga kitu fulani. Yani mwanaume ni mwanaume tu, so lazima niwe chonjo. Na tukija upande wa familia yangu sasa, maana najua utakuwa umekuwa surprised baada ya kufahamu na mshua, afu mshua mwenyewe ni bonge moja ya Don. Kwa hiyo bwana, tukija upande wa familia yangu, haikuonekana kuwa na tatizo lolote tena upande wa mzee wangu Mr. Frankie Manyanza. Tokea nilipokwenda kwenye ofisi yake kumuelezea vizuri kuhusiana na issue ya Joshua kuihujumu familia yake ili aliuze shamba, na hakunitafuta kabisa kuongelea hilo swala tena mpaka Joshua amefungwa jela, na mimi nikachukulia kwamba mambo yalikwenda poa, yani mshua alinielewa. So nilikuwa nimeshafanya safari fupi ya kuwatembelea mama na dada yangu na kuwasalimia pia, na tuliweza kuongelea mambo mengi sana na mama kuhusiana na maisha yangu. Nikimwambia tu kuna vitu vya huku ningekuja kushughulikia, yani kwamba nikishatoka likizo ningekuja kushughulikia navyo, na nikamtia moyo Jasmine asonge mbele kutoka kwa mwanaume yule ambaye hakujali hali yake. Mwanaume wake hakuwa mtu mwelewa na alitoa maneno machafu sana hata alipokorofishana kidogo tu na Jasmine. Na mimi sasa nikawa nimemshauri tu dada yangu aachane na mtu ambaye hakumpa heshima, kwa kuwa bila hicho upendo ungetokea wapi sasa? Akawa amenaahidi kuwa angesonga mbele, na mimi nikamwaahidi kuja kumjulia hali hapo kwetu kwa mara nyingine kabla ya wakati wake kujifungua kuadia. Kwa hiyo kwa ujumla ikawa ni kwamba kwenye swala la Joshua nilipata ushindi. Masuala ya Mariam na Betha ndio yakawa sasa kwenye kalenda bado za kutarajia ushindi, lakini huyo Festo ndio bado akawa kikwazo. Ila nisingekata tamaa. Zamu hii sikutaka kumwambia bibie Miriam eti kuna hiki kuna kile, hapana. Nilitaka nije nifichue kila kitu kwa vitendo tu, na najua angekuja kushangaa mno baada ya kugundua rangi halisi ya yule mwanaume. Nilikuwa nimewasii watu wa familia yake Miriam wasije kuzungumza na watu wa nje kuhusiana na issue yote ya Joshua, na waliafikiana na hilo, lakini lengo langu hasa lilikuwa ni kuhakikisha habari za mimi kushirikiana na polisi mpaka kumkamata Joshua hazifiki kwa Festo, maana singe mwashia taa nyekundu ya hatari na hivyo kumfanya aanze kunifuatilia zaidi. Ni huyu jamaa tu ndio aliyekuwa mwiba mgumu sana kwangu uliobakia kung'oa, na nitaka kuhakikisha na muondoa pia maishani mwake Miriam kabla ya matatizo mengine kujitokeza. Kwa hiyo bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa msikilizaji. Mpaka kufikia sasa unavyonisikia, bado nilikuwa kwa Ankia tukiendeleza maisha yetu ya mama mwenye nyumba na mpangaji wake, na urafiki wetu ulizidi kukua sana. Hiyo sasa ilitokana na kujuana naye kwa mengi zaidi ya story na msusu wake mtamu tu. Ikiwa unaelewa na maanisha nini, si unajua wewe ni mtu mzima bwana, elewa. Ikiani pamoja na nini na mambo ya story na msusu wake mtamu. So kufikia sasa mwanamke huyu alikuwa amefungua biashara nzuri sana ya duka. Alikuwa anauza vijora, suruali za wanawake pamoja na nguo za watoto wa kike, watoto wadogo, yani hapo tu Mzinga, maeneo ya barabarani kwenye shughuli nyingi. Kwa hiyo kutokana na kazi yake tungeonana kwa mida iliyoachana sana, hasa jioni, usiku au asubuhi tu. Ratiba yangu kutoka kwenda kwenye issue ya Madam Betha ilikuwa kwa siku za Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, kuanzia asubuhi mida ya saa 4 mpaka jioni. Mwanzoni ilikuwa na ulazima sana kukaa huko mpaka jioni, lakini kwa wakati huu ningeweza hata kuondoka mapema, maana wengi wa vijana wake walielewa namna ya kuunda yale madini. Sema tu ndio niliwekwa kama msimamizi eti. Hivyo nilikuwa na muda wa siku za kutosha kukaa na binti Mariam na kuendelea na tiba yake. Kwa kipindi hiki Tesha alikuwa anahangaikia zaidi kupata kazi nzuri ambayo ingemfaa, lakini hakuwa amepata. Kwa hiyo aliendelea kutulia huku sasa akipata michongo hapa na pale mara kwa mara iliyomuingizia pesa matumizi yake binafsi ama kusaidia familia pia akiwa kama mwanaume. Hali kwa familia yake ilikuwa tulivu zaidi kwa wakati huu.
na nilitamani sana iendelee kubakia namna hiyo hiyo bila drama nyingi kama zile za wiki kadhaa nyuma kutokea. Sasa leo ilikuwa ni siku ya Alhamis. Asubuhi na mapema kabisa kulikuwa na issue ya maana sana kwa mrembo wangu iliyonihitaji, Cheupe mwenyewe Bi Zawadi. Sasa mwanamke huyo bwana alikuwa na mpango wa kwenda sehemu fulani hivi iliyoitwa Chamgando. Ukiwa unaelekea Kisemvule kule sijawahi hata kufika. Yaani ndio maeneo hayo sasa ni Chamgando huko. Sasa alitaka kuelekea huko akiwa na lengo la kumuona mtumishi fulani hivi wa kanisa la Kilokole kwa ajili ya maombi. Yaani yale maombi special ambayo husafisha mabala yake na kwa niaba ya familia yake. Ingekuwa kama kwenda kwa Mwamposa tu, lakini alikuwa anamjua vizuri sana mtumishi wa huko Chamgando. Akisema ni mzuri sana, ana maono. Yaani so ndio nikao nimepata sasa na huo mwaliko sasa wa kumfanyaje wa kumsindikiza. Sasa mimi ningefanyaje msikilizaji? Nisingeweza kumkatalia mrembo wangu. Ni kitu ambacho alikuwa ameshakililia kwa wiki chache sasa, lakini kutokana na mambo ya hapa na pale nikawa sasa sijaweza kuambatana naye. Sana alikuwa akienda na Tesha kwa nafasi za Jumapili, hivyo leo ningeenda pamoja naye. So ahadi ni deni. Kwa hiyo nilikuwa nimeamka mapema sana, nikajiandaa vizuri na kuvalia t-shirt langu jeupe la mikono mifupi, suruali nyeusi ya jeans na kiatu cheusi kinachong'aa chenye muundo wa kiatu cha ballet. Ni tu viatu ambavyo wa Korea walitufanya tukawa fashion kwa kuvalia bila socks na suruali ya kitambaa. Yaani suruali ya kitambaa unaivaa afu inakuwa kama ni haifiki kwenye kiatu, inavaliwa kama njiwa. So mimi nilikuwa nimetununua bwana wiki moja nyuma, na sasa ndio ikawa mara ya kwanza kuvitumia. So hii ikiwa ni mida ya saa 2 asubuhi sasa nikatoka zangu na kuagana na Nkia akiwa ananiambia muonekano wangu ndio ungefanya watu wafikiri mimi ni Mchina kweli. Akisema nimependeza. Nami nikamshukuru na kumwambia tungeona na baadaye. Nikatoka ndani hapo na kuanza kuelekea nje. Nikiwa sasa usawa wa ukuta uliotenganisha nyumba hizi mbili, nikamwona bibi Miriam akiwa anapiga deki sehemu ya kibaraza chao kutokea kule ndani. Ikiwa wazi hakuwa ameenda kazini bado. Nami sasa nikaelekea nje mpaka kufikia getini kwao. Mvua zilikuwa zikinyesha mara kwa mara, hasa mwezi huu ulipoingia, na jana pia ilinyesha, kwa hiyo ardhi ilikuwa mbichi. Nikaufungua mlango mdogo wa geti la nyumba yao majirani zetu kwa kuvuta kikamba nilichokuwa nimemsaidia Tesha kuweka siku ile. Na nafikiri leo ndio ningekuwa mgeni wa kwanza kufika hapo, ingawa hawa watu walinichukulia kuwa kama mwenyeji wao tayari. Ile tu ndio nimeingia, nikamwona Miriam akijinyanyua na kusimama kutoka kwenye kuinama kwake kupiga deki. Na baada tu ya kuniona pia akacheta basamu la furaha lililofanya sura yake ipendeze sana. Mimi pia nikatabasamu na kujikuta sasa nimeendelea tu kumtazama kwa furaha pia. Alikuwa amevaa t-shirt nyeusi ya mikono mifupi huku kutokea kiunoni akijifunga kwa kanga safi, lakini niliweza kuona kwamba alificha suruali laini nyeusi, labda skin, aliyokuwa amevaa kwa ndani na kuivuta juu kiasi miguuni. Nywele zake laini na ndefu alikuwa amezibana juu ya kichwa chake, na weupe wake sasa uliomulikwa kwa jua la asubuhi ulimfanya aonekane kung'aa mikononi kutokana na maji aliyokuwa nayo. Basi alinikaribisha pale kwa sauti yake tamu sana, na ndio iliyokuwa moja ya sauti za kwanza nilizohitaji kusikia kwa asubuhi. Nilimwambia asante, kisha ndio nikarudishia mlango wa geti na kuanza kuelekea hapo kibarazani. Nikilipita gari lake huku sasa nalipiga kidogo kwa kiganja. Akawa sasa ananitazama kwa yale macho ya na kuona, kisha akasema kwamba mzee wa kung'aa. Nitabasamu kidogo na kuinua viganja vyangu huku sasa nikijiangalia kwa majivuno, nami nikamwambia kwamba kama kawaida yangu. Basi alicheka kidogo kwa pumzi. Nikamwambia kwamba naona unapiga usafi. Ya, kama kawaida yangu. Alisema hivyo pia. Nitabasamu kidogo huku sasa nikiangalia ulowani wake wa jasho uliofanya nywele zake zilainike. So akaniambia kwamba mama bado hajaamka. Okay, hamna shida. Mama tutaonana naye baadaye. Nimekuja kumpitia cheupe wangu hapa. Oh. Alafu kweli bwana ameniambia unamsindikiza kwa mtumishi, si ndio? Yeah. Haya. Sawa, na alipo na hamu ya kwenda na wewe. Kama vile mnaenda date. Wewe usipime. Ila nina hamu pia kwenda. Maana sikumbuki mara mwisho nimeenda kanisani ilikuwa ni lini. Ndio nafasi ya kwanza kumrudia mzee
wa siku physical. Si unajua tena. Wewe pia unataka kuponywa ama? Kama itawezekana, fresh tu mimi nitafurahi. Sio kwamba eti naumwa au nini, ila najua ibada ni muhimu, haijalishi dini ni ipi. Biblia inasema pale ambapo kuna roho ya Mungu, watu wake wanapaswa kukusanyika pia. Kwa hiyo kuwa na sehemu za ibada ni lazima, ili kuwakusanya watu wa muabudu na kumsifu na kuwaombea wengine. Wacha we. Kumbe na Biblia unasomaga? Mimi huwa nasoma kila nikipata nafasi. Nina hapo kwenye simu mistari 2-5 nini, natafakari nini, namshukuru Mungu angalau kale ka touch na muumba kana kuepo bado. Ndio maana ananifanya nazidi kuwa handsome. Nilimwambia hivyo. Miriam akacheka na kuinamisha uso wake, yani kile kicheko laini cha kutoka moyoni. Alionekana kufurahi sana. Hauna danganya. Ni kweli. Sasa je, mbona unanicheka sasa? Si hivyo tu, yani unaongea kama Tesha. Wow. Labda akili zetu zinafanana ndio maana tunapatana. Kweli. Ila naona kama umemzidi kidogo, atakuwa anachukua madarasa kutoka kwako. Miriam alisema hivyo. Mimi nikacheka kwa furaha kiasi, na akacheka pia. Kisha kwa sekunde chache tukabaki tunaangaliana machoni huku sasa tukitabasamu. Ulikuwa utizami uliojaa upendezi mwingi sana. Sote tukiwa sasa tunafurahia hali mpya, urafiki baina yetu. Na Miriam akaibana midomo yake kiasi na kutazama pembeni, kitu ambacho kikanifanya mimi pia niache kumwangalia usoni na kushusha macho yangu kuelekea chini. Ndipo akaniangalia na kusema kwamba karibu Mwaya, karibu ndani. Mama mkubwa atakuwa anamalizia kujiandaa. Mimi nikana muangalia tu na kusema kwamba sawa, inabidi nivue viatu ili sasa nisikuchafulie. No, amna shida, pita tu. Akanikatisha kwa kusema hivyo, nikasema kwamba amna bwana, kuvua viatu ni lazima. Nilisema hivyo na kusogea pembeni huko sasa nikianza kuvua viatu. Akana tabasamu na kusema kwamba kumbe na wewe unajali usafi. Hiyo issue naielewa isee inavochosha. Mama alipokuaga akipiga deki alafu sasa sisi tupite tu na miguu yetu. Tungeinama kudeki nyumba yote. Nilimwambia hivyo. Miriam akatabasamu akasema hata kama hamjachafua kwingine, yani mtaideki nyumba yote. Yani kote. Chezea mama we mama. Lilikuwa ni somo zuri sana ili tusirudie tena. Nilimwambia hivyo nikiwa sasa nimemaliza kuvua viatu vyote. Akasema kwamba aliwapatia sana. Haya, ingia ndani, mimi namalizia hapa. Nikamjibu sawa. Basi akainama tena na kushika dekio, nami nikawa sasa namwangalia tu kwa utulivu. Kisha ndio nikaingia ndani na kurudishia mlango. Nijihisi vizuri sana kuwa na hako ka wakati pamoja na huyo mwanamke. Yaani ile hali nzuri ya kirafiki tuliokuwa nayo sasa ilinipatia amani sana na kujenga hamu ya kutaka kuendelea kuukuza tu huo rafiki. Yaani ni mengi tuliokuwa tumepitia na huyu dada mpaka kufikia hatua hii ambayo msikilizaji unanisikia hivi sasa, ambayo mwanzoni nilidhani isingekuwa rahisi kufikiwa. Kwa hiyo nilithamini sana. Hakukuwa na mtu hapo sebleni. Nami nikasogea mpaka sehemu ya dining na kumwona Bi Jamila akiwa anatengeneza chai pale jikoni kwao. Na ilikuwa ni mapema kweli kweli. Kwa hiyo nikawaza labda hata ilikuwa ni uji. Nikaelekea mpaka upande huo wa jikoni na kumsalimu. Naye akaniitikia vizuri sana huku sasa akinikaribisha kupika. Alikuwa akitengeneza dawa ya kuchemsha kwa ajili yake mwenyewe. Kisha ndo angeandaa na chai pia. Kwa kuelewa kwamba nilikuja kumpitia mwenzake, akawa ameniambia ndio sasa hivi tu Bi Zawadi alikuwa ameingia chumbani ile kuvaa. Na kweli nikasikia sauti ya mrembo cheupe wangu kutokea chumbani akinisemesha. Akasema kwamba si bwana, karibu, sichelewi, natoka sasa hivi tu tunaenda. Nikamwambia atumie muda wote aliohitaji kumaliza kujiandaa. Nami nikaendelea kusimama pembeni yake Bi Jamila na kuongelea dawa hiyo aliyokuwa akichemsha. Baada ya dakika chache tu Miriam akawa sasa amerejea ndani kwa kilichoonekana kuwa amemaliza kupiga deki. Naye akaelekea chumbani kwake huko. Nilikuwa nikitamani sana, yani katukio kokote tu kale kajiunde tu ili arudi huku na niweze kumsemesha tena. Basi tu ilikuwa yani imeshajijenga ndani yangu kutaka kumwangalia kwa ukaribu au kunena naye mara kwa mara. Msikilizaji, sifichi kuwa upendezi wangu kumwelekea mwanamke huyo ulikuwa ni mkubwa zaidi kwa wakati huo. Lakini najua nilitakiwa kuendelea kuheshimu uhusiano wetu wa udada na ukaka tuliokuwa tumeujenga. Na hivyo kunizuia kuvuka mipaka kimawazo kumwelekea. Kama unaelewa na maanisha nini? Kunywa maji, okay? Yes, shushia na juice. Sasa Bi Zawadi akawa ametoka hatimaye.
akipendezea kwa kuvaa nguo nzuri sana ya kitenge na kuzibana nywele zake za kusukwa kwa juu, huku sasa akishikilia mkoba mdogo ambao alisema ulikuwa maalum kwa ajili ya kuwekea Biblia. Nikamsifia kwa kudamshi, mwenyewe akipenda kweli kweli kujua alionekana vizuri. Nasi tukiwa tayari kuondoka, sasa ndio Miriam akawa amerejea sehemu hii ya seble, akatuaga vizuri pia, na ilikuwa ni yeye na Bi Jamila pekee ndio waliokuwa macho kutuaga. Tesha na Mariam bado walikuwa wanavuta mashuka yao huko vitandani. Kulikuwa na issue ya kupangilia mambo yaliyohitajika kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa ya Bi Zawadi, ambao sasa ilikuwa karibu zaidi kufika. Na ndio Miriam akamwambia mama yake mkubwa kwamba wangekuja kuongelea mambo yaliyohitajika kumaliziwa yani kwamba tukisharudi baadaye tutakuja kuongelea mambo yaliyohitajika kumalizia kwenye swala hilo. So inaonekana bibie asingekwenda kazini leo. Kwa hiyo hapo ndio tukaachana nao, kisha Bi Zawadi na mie tukaingia mwendoni kulifata jumba la ibada. So tulichukua daladala za kwenda Kisemvule, tukapita maeneo kadhaa mpaka kufikia sehemu fulani hivi ambayo tulishuka na kupanda daladala nyingine tena iliyoelekea Chamgando. Watu wengi walikuwa wakitutazama sana mimi na Bi Zawadi, na mwanamke huyu alikuwa mwenye stories zenye ucheshi sana, akigusia mara nyingi sana swala hilo la mie kutazamwa mno. Alitaka kujua ikiwa labda nilikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mmoja ama ikiwa na mimi sikuwa nimetulia kama Tesha. Nami nikamwambia sikuwa na mtu kabisa. Aliona kwamba nampiga fix tu kwa sababu alikisia labda hata nilikuwa nimeshatoka na wanawake kama Ankia na wengine ambao hakuwajua. Na kauli zake zinifanya nicheke sana, lakini kiukweli nilimpiga fix kwa kusema sikuwa wa namna hiyo. Nilitulia kabisa. So akanipongeza na kusema natakiwa kujitahidi sana kubaki safi, maana magonjwa yalikuwa ni mengi mno. Na huku tulikokuwa tunaenda ndio ningepata kujua mengi kuhusu maisha yangu na jinsi ya kuyaendesha ili yafanikiwe zaidi. Alifanya hali hii ionekane kama tulikuwa tunaenda kwa mganga. Na tulipofikia hilo eneo la Chamgando kweli ikaonekana kama vile tulikuwa tunaenda kwa mganga. Ilikuwa ni sehemu ambayo haijaendelea kivile, yani utafikiri tulikuwa tumekuja kijijini kabisa. Watu waliotuona walitusindikiza kwa macho toka tumeshuka garini mpaka kuingia kwenye kinjia kilichoelekea ndani zaidi ya eneo lenye uoto mwingi wa asili na miti mingi ya minazi. Ndio tukawa sasa tumefikia nyumba ndogo iliyojengwa kwa mbao sana sana. Ilikuwa yani imetawaliwa na mbao nyingi sana na kufunikwa na maturubai na mapazia mekundu na ya zambarau, huku kukiwa sasa na michoro ya msalaba mweupe hapa na kule. Lilikuwa ni kanisa chipukizi. So nikamuuliza Bi Zawadi alipajuaje huko kote, naye akaniambia mke wa mwenye hili kanisa aliwahi kuishi Mzinga na walijuana hasa kipindi ambacho wazazi wao wakina Miriam walipoteza maisha yao. Akasema kwamba mchungaji alikuwa ni mzuri sana na upako wake, lakini hapa tulikuwa tumekuja kuonana na mama mchungaji kwa kuwa ni yeye ndiye aliyekuwa na maono, na alitoa maneno ya ushauri na saa fulani hivi lakini kwa njia ya upako. Nikasema haya tawile, haina noma. Nasi tukaifikia nyumba hii ambayo yani ni naweza kusema nyumba takatifu ya ibada. Kulikuwa na mwanamke aliyebeba mtoto mgongoni hapo nje, akionekana kuwa mtunzaji wa kanisa, sijui hata sifahamu. Naye akatufuata na kutusalimia kwa heshima, yani sana tu, kiasi kwamba alipiga magoti mpaka chini alipokuwa ameushika mkono wangu. Nami kiukweli nijisikia wajabu kiasi, lakini tukaingia ndani kwa pamoja baada ya mwanamke huyo kutuongoza mpaka kufikia viti vya plastiki na tukakaa. Mwanamke huyo akatuambia mama mchungaji alikuwa anakuja sasa hivi tu. Uzuri Bi Zawadi alikuwa ameshawasiliana naye pia na hakuishi mbali na kanisa. Kwa hiyo dakika chache za kumsubiria zikatumiwa vyema na Bi Zawadi kunielewesha mambo yalivyo kwa sehemu hii. Ilikuwa ni sehemu ya kawaida tu ya mwanzo, hata sakafu ilikuwa ni ya michanga na kinara cha mbao iliyofunikwa kwa kitambaa chenye msalaba uliochorwa kwa chaki. Msikilizaji, yani naelezea mengi ili uweze kuona nilichokuwa nakiona ama niliokuwa nayaona. Sasa mama mchungaji akawa amefika hatimaye, akiwa ni mama ambaye hakuwa mbali sana kiumri kumfikia hata mama yangu mzazi. Ni kama 40 ya mwishoni hivi. Naye akanikaribisha vizuri sana. Leo haikuwa siku ya ibada ya pamoja msikilizaji, bali kama tu maombi special ya mtu mmoja mmoja. Na Bi Zawadi akawa amemwambia kwamba mimi ndio
Yaani yule kijana aliyemsema ambaye alikuwa kama baraka kubwa sana kwenye maisha ya familia yake. Yaani anamtambulisha. Sijui umeelewa msikilizaji? Yaani kwenye kunitambulisha mimi ndo akamwambia kwamba mimi ndio yule kijana aliyemsema ambaye alikuwa kama baraka kubwa sana kwenye maisha ya familia yake. Na alinileta ili kunisaidia nitakasiwe maisha yangu maradufu zaidi na Mwenyezi Mungu. So mwanamke huyo ambaye ni mama mchungaji yani, aliniangalia kwa makini sana kama vile ananisoma. Nami nikawa nimebunda tu kama vile sielewi somo. Kisha akaanza ghafla tu kusema kwamba anayaona maisha yangu. Anajua nimetoka kwenye mazingira magumu sana, lakini ni kama vile maisha yangu yote yaliongozwa na bahati kunifanya nitoke sehemu mbaya mpaka kufikia sehemu nzuri. Na bado ilikuwa ni kwa kupambana sana. Akasema nina moyo mzuri mno, lakini kuna kitu fulani ambacho kilikuwa ihangaisha nafsi yangu, na hivyo nilikuwa najaribu sana kukiepuka kwa kujifanya kama sijali, ila kutoka ndani ya moyo wangu nilikuwa najali sana. Msikilizaji alinifanya muangalie kwa mkazo zaidi, kwa kuwa sikatai kuna vitu kweli nilikuwa najitahidi sana kuviepuka maishani mwangu kwa sababu zangu mwenyewe, lakini sikudhani mwanamke huyu angeweza kujua ni mambo gani. Labda aliotea tu. Ndipo akasema niache kuwaza kwamba kuliepuka jambo hilo kutanifanya niridhike. Badala yake ifike wakati nitambue kwamba hilo ndio litakuwa chanzo kikubwa sana cha furaha ya kweli ambayo ninaitafuta. Sawa, aliongea kimafumbo fulani hivi, ile kwamba ni yangu tu mimi kujua. Na kiukweli alinifanya niguswe sana, kuwa maneno hayo aligusa sehemu fulani kubwa sana ya maisha yangu ambayo nilikuwa nimeiweka pembeni mno, mbali sana yani. Na hapa akawa amenifanya nitafakari kitu ambacho kikanikosesha amani kiasi. Sijui ilikuwa ni upako kweli ama huyu mwanamke alijua tu kusoma nyota. Kwa vyote vile I don't care. So akanishauri nianze kuamini kwamba Mungu yupo pamoja nami na angenipatia zawadi nzuri sana kwa mambo mengi mazuri niliyokuwa nayafanya. Lakini hilo jambo aliloniambia naepuka ndio yani kama lingenikamilishia furaha niliyohitaji. Mimi bwana nikakubali amen kama zote. Kisha mama akaanza maombi. Tukasimama kabisa. Oya mzee, niliombewa. Maneno alisemwa yalinigusa sana mpaka sasa nikajihisi yani kutaka kulia. Sikutegemea kabisa hali iwe namna hiyo, lakini nashukuru tu mabomu ya fire yaliporushwa sikuanguka chini. Nilikuwa nimevaa t-shirt nyeupe. Akili yangu. Unawaza ukianguka nani atakusafishia nguo nyeupe? Akili ya kijinga sana hii. So tulipomaliza maombi ya zaidi ya nusu saa, tukaketi tena. Nikianza kuulizwa sasa najisikiaje, nami nikasema nilijihisi vizuri kiasi. Bi Zawadi alifurahi sana alipotambua kuwa niliguswa mno na hii kitu. Nisingeweza kusema mengi mno kwa kuwa kuna hisia zilivurugana ndani yangu, ila nilijikuta nimeipenda sana hii kitu. Nami nikaomba kujua ratiba za ibada kwa wiki. Wakati akiwa ameanza kuelezea, simu yangu ikaita. Nami nikaitoa mfukoni ili kuiondolea sauti. Lakini baada ya kuona mpigaji kuwa ni Askari Ramadhani, nikawaomba wanawake hawa nipokee simu mara moja, na wakakubali. Nikanyanyuka na kuelekea mpaka nje. Kisha nikapokea ili sasa nimsikilize jamaa. Sikuwa nimetegemea atanitafuta kwa siku ya leo. Naam, hello. Yes, uko wapi? Nipo maeneo sio mbali sana na Mbagala. Vipi mkuu? Uko na kazi au? Hapana, ni matembezi tu. Naomba tukutane upesi na kutumia location kwa SMS. Ufike hapa mida ya saa 6 hadi saa 7 hivi. Vipi, utaweza? Aliuliza hivyo. Nikatazama saa mkononi kukuta ni saa 5 kasoro. Nami nikamwambia kwamba ndio naweza, ni muhimu sana. Ni muhimu sana ese. Basi sawa, nakuja. Nilimwambia hivyo kwa uhakika na simu ikakatwa. Nilitulia kidogo na kutafakari ni nini kilichokuwa kimezuka kwa upande wa askari huyo. Ila kujua hilo ingenibidi niende huko haraka. Basi nikarejea pale ndani na kukuambia wale wanawake kuwa nilipata dharura ndogo iliyonihitaji kuwahi. Kwa hiyo nikaomba radhi ya kuhitaji kuondoka haraka. Mama mchungaji akasema haina shida kabisa. Naye Bi Zawadi akasimama pia na kuahidi kuja kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Mimi pia nikatoa ahadi hiyo, kisha ndio mama mchungaji pamoja na yule mwanamke mwingine
wakatusindikiza kwa pamoja mpaka kufikia sehemu ya kupandia daladala. Ulikuwa na wakati mzuri sana kuwa pamoja na Bi Zawadi huku, na nitamani hata tupite sehemu pamoja naye ili tupate kitafunwa na nini, ila ukitegemea na muda niliokuwa nimepewa na yule askari, ingetubidi tu tuchukue usafiri na kuondoka kurudi nyumbani. Kwa hiyo baada ya daladala kufika, tukaagana kwa mara ya mwisho na mama mchungaji na kupanda hao tukaishia zetu. Sasa mbinde za hapa na pale za usafiri zilisababisha tukawie kiasi mpaka inaingia saa 6 kabisa ndio tukawa tumeshukia Mzinga. Sasa kutokana na dirisha la wakati kuwa dogo kwa upande wangu, nikamwambia Bi Zawadi atangulie kwenda nyumbani ili mimi nipitilize mpaka huko nilikokuwa naenda. Alafu sasa tungekuja kuonana baadaye. Yeye hakuwa na neno. Nikamwitia boda ili asisumbuke kutembea mpaka nyumbani, na baada ya yeye kupanda na kuondoka, mimi pia sasa nikachukua boda na kuomba nipelekwe Rangi Tatu Faster. Tayari askari Ramadhani alikuwa amenitumia ujumbe kwenye simu wa sehemu ambayo alitaka tukutane, na alitaka niwe makini sana ili nisije kufuatiliwa, maana sehemu hii ilikuwa ni ya kibinafsi mno. Mimi nilihisi tu kungekuwa na vitu vya sirisiri kwenye huu mkutano wangu pamoja na yeye. Kwa hiyo nikamwambia nimeelewa na niko njiani. Nikaweka akilini hilo eneo na jengo alipotaka niende, kisha nikaifuta SMS yake na kuzima simu pia. Mambo ya kuwa kufuatiliwa nadhani ingekuwa ni ngumu baada ya mimi kufanyaje kuzima simu. Nimekuja kufika kwenye eneo husika tayari ilikuwa ni saa 7. Lakini ilikuwa ni ya dakika za mapema tu, nami nikaelekea mpaka kwenye jengo nililoelekezwa. Nikaenda moja kwa moja kwenye chumba ambacho kilikuwa na namba nilioelekezwa kwamba ndicho chumba ambacho natakiwa kuingia, kwa sababu kulikuwa na vyumba vingi vyenye namba, na hii ni kutokana na jengo hilo kuwa ni la upangishwaji. Nami sasa nikafungua mlango na kuingia. Nikasimama usawa mlango ndani ya chumba hiki ambacho kilikuwa na hali ya ugiza sana kutokana na madirisha makubwa, isipokuwa sehemu nyembamba tu kwa juu zaidi ya kupitisha hewa, na kulikuwa na taa ndogo iliyomulika mwanga wa rangi ya chungwa ndio uliokuwa katikati kutokea juu. Kilikuwa ni kipana, lakini hakukuwa na vitu vingi ndani humo. Usawa sehemu hiyo katikati hapo sakafuni kulikuwa na meza moja tu ambayo haikuzungukwa na vitu, bali watu watatu. Wawili sikuwafahamu, ila mmoja alikuwa ni Ramadhani. Ni yeye tu ndiye aliyekuwa amevalia kwa njia ya kawaida kama raia, lakini wenzake walivaa kwa mitindo fulani hivi kama vile walikuwa majasusi, na mili yao ilijengeka vyema sana, wakiwa na nyuso makini, mmoja mrefu kunifikia na mwingine mfupi kiasi. Na kwenye hiyo meza kulikuwa na karatasi kubwa pana mno ambayo nadhani ilikuwa imeandikwa mipango yao maalum. Hapa nikajua nilikuwa nimeingia sehemu yenye hali makini sana, na huu mchezo ulikuwa ni wa kiwango cha aina yake. Basi Rama akasema kwamba Jesse, karibu ingia. Alinisemesha namna hiyo baada ya kuniona. Hasa mimi nikaelekea mpaka hapo walipokuwa na kusimama upande mmoja wa meza, nami nikawatikisia kichwa kisalamu enzi ya Ramadhani, na jibu lao likawa kwa njia hiyo hiyo. Ramadhani akasema kwamba huyu ndio CI wangu wa kwanza niliyewaambia, anaitwa Jesse. Jesse? Naam. Hawa ni maskari wenzangu, Special Force wako na sisi kwenye hii issue. Huyu hapa ni Richard na huyu hapa ni Mwita Kabilamba. Ramadhani akawatambulisha wenzake. Kudadadeki. Ilikuwa ni karibu ni muombe arudie kulisema tena hilo jina la pili, lakini nikakaza tu na kutikisa kichwa utadhani nilikuwa nimelielewa. Yaani jina lilikuwa na Mwita, jina lilikuwa na Kabila, na jina lilikuwa na Lamba. Sio poa. Sasa Rama akasema kwamba tunajitahidi kufanya kila kitu kwa umakini sana, ndio maana tumekutana kama hivi. Una uhakika hamna mtu anakufuatilia? Ndio, na uhakika na simu nimezima. Vizuri sana. Sasa hawa hapa ni vichwa wa kikosi maalum ambavyo vitashughulika na roundup yote ya hawa watu tunaowanyatia, na nimeona nikukutanisha nao ili wajue kwamba wewe ni mmoja wetu na pati unayocheza kwenye hili game ni pati ipi. Sawa. Kwa hiyo tutakapowasomba watu wote wa huyo Madam Betha, itabidi iwe kwa mpigo mmoja.
na hivyo hiki kikao kidogo ndio kitakuwa cha mwisho ili kuhakikisha kwamba tunajua kila kitu kiko sehemu husika. Kwa hiyo tukipiga tu hatua iwe ni moja kwa moja, si unaelewa? Yeah, na unamaanisha kwamba hiyo roundup iko karibu zaidi kufanywa ama? Yeah, karibu sana. Kama lini? Baada ya kuuliza hivyo, sasa ule mwenye jina gumu kama Ntibazokiza akasema ya kwamba kwa upana wa sehemu zote za hiyo organization na madawa ya kulevya, ndani ya wiki moja tu ndio tutapiga hatua ya kuwakusanya wote. Basi Richard akasema ya kwamba ila bado tunahitaji kujua ikiwa info zote za sehemu, procedures na usambazaji kufikia sasa ikiwa zipo vile vile bado au kuna mabadiliko ambayo yanafanywa au yatafanywa kabla hiyo wiki kuisha. Alizungumza hivyo Richard, na baada ya kusema hivyo nilimwangalia usoni askari Ramadhani. Ramadhani akanambia kwamba anamaanisha anataka uelezee jinsi ambavyo mambo yalivyo. Kila kitu tunacho mezani hapa, ila hao wenzangu wanahitaji review kutoka kwako kabisa. Unaweza kuelezea? Ramadhani aliniambia hivyo. So mimi nikashusha pumzi kiasi na kuangalia mezani. Nami nikaona ramani iliyokuzwa vizuri sana ya jiji la Dar es Salaam kwenye karatasi iliyokuwepo hapo. Na kulikuwa na michoro ya kalamu pia. Nami nikawaza bora kama kungekuwa na kifaa cha kielektroniki kwa ajili ya kuonyeshana mipango ya mambo. Lakini kwa sababu za kiusalama na uharaka nilielewa kwa nini waliamua kutumia pepa. Hakukuwa na shida. Okay, amna lolote lile lilobadilika zaidi tu ni ndo wanazidi tu kuimarisha mfumo wao mzima wa hii biashara. Iko hivi. Huyu Madam Betha na kundi lake wana vyumba maalum kwenye majengo makubwa 21 hapa jijini ambavyo anatumia kutunza mizigo mingi ya madawa ya kulevya. Kunakuwa na watu wake kwa hizi sehemu na wamekaa kama watu wa kawaida tu, kama ni duka la nguo au vitu vya rejareja ama mashina kusaga nafaka, wanakuwa wanakaa kama wauzaji wa kawaida tu. Lakini ikifika mida special kwa ajili ya kufanya delivery ya madawa yao, wanaanza kuyatoa na kuyasambaza kwa kutumia system ya taka. Ilizungumza hivyo Rama akiwa sasa amekunja mikono yake kifuani, akatabasamu na kutikisa kichwa chake, na kisha akasema kwamba nani angefikiria wangekuwa wanatumia njia ya kuondoa uchafu ili kusambaza uchafu wao. Basi Richard akauliza kwamba sio rahisi, kwa hiyo wanatumia system ya takataka? Yeah, Betha na jamaa yake anaitwa Festus wana ushirika na makampuni 4 jijini yanayohusika na huduma ya kuondoa taka majumbani. Lakini sio majumbani tu, maofisini, kwenye makampuni, vioni, everywhere. Nafikiri mmeshajua. Basi Muita Kabilamba akasema ya kwamba tunajua. Yes, kwa hiyo ikitegemea na pale ambapo oda za hayo madawa zinatakiwa ziende, zinapelekwa kupitia hayo magari ya taka. Wanaweza fake kwamba wanaenda kupitia takataka hapa au kule, na hata kama unakuta gari linakuwa limejaa takataka halisi, kunakuwa na sehemu ya kificho kwa ndani ambayo ndio inakuwa imebeba mifuko yenye haya madawa. Kwa hiyo wanaoyapokea wanakuwa wanajua kabisa, na ikifika saa fulani gari la taka litapita hapa. Yaani kama kuna fuko la uchafu kwenye dustbin, wanaokuja kulitoa na kuliempty wakimaliza, wanayatia madawa humo yakiwa kwenye mifuko safi na kuyarudisha fuko la kwenye kopo likiwa sasa na hayo madawa. Kwa hiyo wanaoyategemea wanaenda upesi kuyachukua kwa njia hiyo, na malipo wanakuwa sasa wameshafanya mapema. Njia za kuhakikisha kwamba hawaoni tayari zinakuwa zimeshawekwa mahali pake. Kwa hiyo unakuwa ni utaratibu usioshtua yeyote ambaye hausiki, kwa sababu unafahamu magari ya taka, hamna mtu ambaye anajali. Kila mtu atatamani hilo gari lipite haraka tu kwa sababu ya hali ya hewa kuweza kubadilika. Basi baada ya kusema hivyo, Richard akasema kwamba na hiyo ni kwa sehemu zenye watu wenye nazo tu bila shaka, si ndio? Yes, Kinondoni, Kigamboni, Makumbusho, Kariakoo, Sinza, Mlimani, UDSM, sehemu nzuri za Mbezi, Kawe, yani nyingi sana kuzungukia jijini. Utaratibu wao wa malipo na delivery ni wa maana sana. Gari liwe kubwa ama dogo haijalishi. Wafanyakazi wapo wa kutosha na wako faster sana, yani ni kama tu system ya kumuita Uber, ila yao ni bora zaidi. Niliwaambia hivyo huku sasa nikiwaonyeshia kwenye ramani.
Sasa Richard akasema kwamba ni bora kwa uchafu zaidi, wako smart lakini hakuna trafiki hata mmoja ambaye atasimamisha gari la takataka kuchunguza, na wanao wasambazia lazima wawe wanalipo vizuri, ndio maana wanaongezeka. Richard alisema hivyo. Rama akasema unajua ajira zenyewe safi mbinde, yani nani atawalaumu sasa? Ajira safi kupatikana ni kipengele. Kwa hiyo pesa popote bwana, watakwambia angalau hawafanyi ushoga, ila pesa wanapata popote. Rama alisema hivyo. Sasa Mwitakabilamba akasema kwamba ila ndo lazima huu upuuzi ukomeshwe sasa. Shida sio wanaonunua, ila ni wanaoyasambaza, haijalishi ni wakubwa au wadogo. Na vipi kwa walala hoi? Hivi vitu vitawafikia? Aliuliza hivyo Mwitakabilamba. Sasa Rama akamjibu kwamba zinafika, ila mfikishaji sio Betha. CI wangu hapa mwingine anasema Betha ni kama retailer tu kwa watu wakubwa. Anapokea chake kikubwa, anawasambazia kipato wanajeshi wake waliohusika, na yeye anakula pesa ndefu kama Malkia vile. Alisema hivyo Rama. Kauli yake Rama ikanifanya nimtazame kimaswali kiasi, akisema kwamba CI wake mwingine. Msikilizaji, kirefu cha CI yani ulivyosikia mimi nimeitwa CI wake, yani CI kirefu chake ni confidential informant, ndio anaitwa CI, confidential informant, neno linalomaanisha ni mtu afanyaye kazi na maaskari kisiri ili kuwakamatisha wahalifu, kwa anaitwa confidential informant. Kwa hiyo alimaanisha kulikuwepo na mtu mwingine kwenye mtandao wa mishe zake Betha ambaye alifanya kazi na maaskari hawa kisiri na kuwapa taarifa kama vile mimi tu. Sasa mimi sikuwa najua hilo, kwa hiyo sikujua alikuwa anamuongelea nani. Ni nani? Hii ni sana kwenye kampuni. Nakupa mfano, bosi anaweza kumuita mfanyakazi mmoja tu ofisini kwa muda wake. Kwa wiki hata anaweza kaita 2 au 3. Alafu kwenye kuwaita kila mmoja sasa labda akawa ameambiwa labda niletee kitu fulani, niletee ofisini kwa kitu fulani. Baada ya wewe kupeleka hicho kitu, bosi anakuambia kwamba unajua wewe nakuamini sana yani wewe unachapa kazi vizuri, napenda sana uwepo wako hapa kazini, kwa hiyo nitafurahi kuona ya kwamba hautazami lolote baya ambalo wenzako watafanya. Kama kuna lolote baya ambalo staff wenzako watafanya, wewe nipenyezee tu taarifa na nakuhakikishia utakuwa ni salama sana hapa kazini. Kwa hiyo staff akiambiwa hivyo anajijua si yuko peke yake, kumbe wameambiwa wote. Kwa hiyo wote mnaanza kuchungana sasa. Kwa hiyo bwana ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo mimi sikujua hapa Rama alikuwa anamuongelea nani. Kwa hiyo kuto jamaa tunajuana ila hatujuani kama wote ni masiai. Basi Mwitakabilamba akaniuliza kwamba okay sawa, hivyo ndio network yao ya usambazaji inavyoenda. Vipi kuhusu issue ya wewe kumtengenezea Coke ili akuze soko lake? Alivyoniuliza hivyo nikasema kwamba ndio huu mwezi ulioisha ndio limekuwa swala la kipaumbele kwake, na wameshaanza kuyazagaza huko. Faida inaingia of course. Kwa ajili ya hii operation Betha alitafuta sehemu nzuri sana ya kuniweka mimi na watu wake ili tuyatengenezee huko bila kuvuta attention kwenye supermarket moja kubwa. Basi baada ya kusema hivyo Richard akasema kwamba ipo Riverside Bungo, si ndio? Nikakubali ndio. Rama akasema kwamba tumeshai monitor pia, kama tu hayo majengo 21 kilichopo hapa JC ni kusubiri tu tuwe kwenye position nzuri ya umoja, ili hiyo round up ikifanywa iwe ni kwa siku moja ambayo Betha sijui ndio Farao umesema nani, sijui ndio Farao nani huyo, Tito Sudi na nani huyo nani Chali anayefanya uzaji wa wanawake wote, yani wote tutaweka ndani na itakuwa ni kwa siku ambayo hawatategemea. Rama alisema hivyo, mimi nikatikisa kichwa kubali. Basi Rama akaniambia kwamba kwa hiyo wewe endelea tu kungoja kwa subira, uwe makini, mchezeshe Betha karibu, ujue kabisa pale atakapotakiwa kuwepo hiyo siku ikifika. Si unaelewa? Nikajibu ndio naelewa. Basi Richard akasema kwamba vizuri sana JC, yote uliosema yako ncheck. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni kufuata mwongozo atakokupatia Rama, na hii wiki ikiisha huu mzigo utakuwa umesha utua. Nikamjibu sawa, ila Rama akasema kwamba shika hii. Rama alinikatisha kwenye kusema hivyo. Alikuwa ameninyoshea kifaa fulani hivi kidogo sana cha kielektroniki
nami nikakipokea na kumtazama. Akaniambia kwamba kaa nayo muda wote, itunze vizuri. Wakati mwafaka ukifika utajua jinsi ya kuitumia. Basi mimi nikatikisa kichwa na kuiweka mfukoni. Nami nikamwambia kwamba lakini bado sina chochote juu ya yule jamaa nani yule Festus. Yani ni fence ile makini sana. Namaanisha ni anajua kujilinda. So sijapata lolote la kumweka kwenye position ambayo wengine watakuwepo ili muunganishe wote kwa pamoja. Sasa sijajua tunafanyaje kuhusiana na hilo. Baada ya mimi kusema hivyo, maskari hao watatu wakaangaliana kwa pamoja. Kisha Rama akasema kwamba usijali, nitashughulika na hilo. Ni mjanja huyo jamaa, lakini atakamatika tu. Basi mimi nikatikisa kichwa kuonyesha nimemwelewa. Sasa Rama akatazama saa yake mkononi, kisha akasema kwamba alright, hii session imeisha. Jesse, unaweza kwenda. Be very careful, okay? Nikasema ndio, nakuelewa mkuu, asante. Nilimjibu hivyo. Akanionyesha ishara kwa mkono kuwa niende sasa, na wenzake wakanitikisia vichwa vyao kama kuniaga. Basi mimi nikageuka zangu na kuanza kujiondokea sehemu hiyo, lakini kabla sijaufikia mlango nikawa sasa nimekumbuka jambo fulani. Nami nikawageukia na kusema kwamba mkuu. Wote wakaniangalia na Rama akasema kwamba ndio. Umesema kwamba kuna CI wako mwingine ndani ya network ya Betha. Unaweza kujua nani? Nilimuuliza kwa makini. Akatulia kidogo na kisha akaniambia kwamba usiwaze kuhusu hilo. Na yeye yuko kama wewe tu, hajui kwamba uko pamoja nami. Na sidhani kama nakujua. Basi niliendelea kumwangalia usoni tu. Rama akaniuliza kwamba ni muhimu msijuane kabisa ili mbaki kuwa salama mpaka hii yote iishe. Umeelewa? Nikamjibu ndio. Nimeelewa. Basi msikilizaji, mimi nilifungua mlango na kutoka humo ndani. Mambo yalikuwa yanaelekea kupamba moto. Yaani kuwa sehemu kama hiyo ilinifanya nijione kuwa mpelelezi fulani hivi, lakini ni yule mnafiki kinoma noma. Huo unafiki naongelea ndio ambao ningetakiwa kuuendeleza kwa upande wa Madam Betha ili mambo haya nyuma ya pazia lake yashike hata maraka siku ambayo angetumbuliwa majibu yake ya maovu, yeye pamoja na kundi lake lote lililohusika. So mimi nijihisi vizuri sana kuwa karibu zaidi na ushindi dhidi ya kile ambacho mwanamke huyu alikuwa amemfanyia Joy na watu wengi ambao sikuwafahamu pia. Kuangusha biashara zake zote ghafla yeye na watu wake waliohusika lingekuwa ni tukio zito sana ambalo lingemuumiza. Kwa hiyo nilikuwa na hamu kubwa ya kuja kushuhudia hayo yote wiki moja mbeleni. Lakini msikilizaji, bado nilikuwa na mtafakari sana huyo CI mwingine wa askari Ramadhani. Bora kama ingekuwa najijua tu kuwa nipo mwenyewe tu kama snitch kwa Madam Betha. Lakini sasa kujua alikuwepo mwingine pia, kulinipa hisia fulani hivi za wasiwasi sana, kinoma sana mwanangu. Si unajua tena Moisa, yani unajua kuna ile situation fulani yani sasa nikuelezeje yani. Vipi ikiwa kama huyu mtu alinijua na nilimjua na tulijuana? Alikuwa ndani ya huu mchezo kwa muda gani mpaka na yeye au ametoa taarifa zile zile nilizokuwa nimewapa maaskari hao? Vipi kama bila mimi kujua huyu jamaa angekuwa snitch kwangu mimi pia kuelekea mipango ya maskari na ya Madam Betha mbeleni? Angekuwa nani huyo mtu? Kama kuna yote ambaye wewe umemuhisi, basi niambie tu kwenye comment na mimi nione huenda akawa ni yeye, lakini toa na sababu pia Yes. So mimi nilikuwa namwaza sana huyu CI mwingine kwa kuwa sikupenda tu hii hali ya kuwekwa gizani. Ila kama tu askari Ramadhani alivyokuwa ameniambia, huenda sababu kuna nzuri ilikuwa ni ili tuwe salama. Ni kweli kutokujuana ingesaidia tuwe salama, ila ndio huwezi kuwa na uhakika siku zote kwamba uko salama kwa sababu tu mwingine anadhani upo salama. Kuna kitu kilikuwa kikiniwasha sana kutaka kujua huyu mtu alikuwa ni nani, na ningejitahidi sana kuhakikisha kwamba namjua. Maana nadhani siku nitakaomjua ukute wewe mwenyewe utakuwa surprised Baada ya kuondoka hiyo sehemu, nikaelekea mpaka eneo la kupanda daladala ili sasa nirejee Mzinga kushughulika na mgonjwa wangu wa muhimu sana Mariam. Akili ilikuwa imehamishwa sana kutoka kwenye upande mzuri wa kiroho kwa msaada wa Bizawadi ile mida ya asubuhi, na sasa ilikuwa kwenye ule ubaya kutokana na kuwaza mambo mengi ambayo yangefanyika hizi siku chache zijazo kwa upande wake Madam Betha. Kulikuwa na kaisia ka sintofahamu kalikozunguka sana ndani yangu, hali fulani hivi ya kujihukumu kutokana na kujiingiza katika hayo yote tokea Joy alipouawa.
Sawa, sehemu kubwa ya hiyo issue ilikuwa ni ili kukomesha matendo yasiyo ya kiungwana ya Betha na watu wake, ila huu mwezi mzima kuwa naye karibia kila mara, yani sikatai kwamba eti nilikuwa nimeshamzoea yule mwanamke kwa njia ambayo ndio ilisababisha sehemu fulani hivi hisia zangu ihisi kujuta kiasi. Yote ni kwa sababu ya kujua kile ambacho kingempata mbeleni akikomeshwa matendo yake. Ila silikuwa ni kwa nia nzuri si nilifanya hivi ili akome kufanya vitu haramu na hivyo kumwangusha kama nilivyokuwa nimetazamia toka mwanzo, si ndio? Kwa hiyo sikupaswa kabisa kuhisi hivi. Kazi ingepaswa kuendelea. Ndani ya wiki moja haya yote yangekuwa yamekwisha. Na nikaombea tu yaishe kiwepesi kabisa. Kwanza vitu vingi vya namna hiyo kukawa sasa kumenifanya akili yangu irudie jambo fulani hivi ambalo mara nyingi nilikuwa naliweka pembeni sana. Yaani dada yake Joy. Nani? Adelina. Mwanamke huyo bwana mwenye kujali alikuwa na kawaida ya kunitumia jumbe za salamu mara kwa mara, na mimi sasa kutokana na kuwa na mambo mengi nilishindwa kumjali hata mara moja. Yaani kwa huo mwezi mzima uliopita alikuwa amenitumia jumbe kadhaa za salamu, lakini sikuwahi kujibu hata moja. Sasa wakati huu nikiwa naelekea huko kwa Mariam, ndio nikaona ingekuwa vyema nikamtafuta, kumsalimia tu na kuomba radhi kwa kutingwa na mambo mengi. Inawezekana hata familia yake ilidhani swala la kuwasaka wasababishi wa kifo cha Joy ndio lilikuwa limezikwa, maana muda ulikuwa ukienda upesi sana. Nikawa sasa nimeifikia Rangi Tatu kwenye mida ya saa 8, yani kuelekea saa 9 hivi, nami sasa nikaongeza kem kupata msosi kabla sijatimkia Mzinga. Ilikuwa ni kwenye mgahawa ule mzuri wa Zakem, sehemu ya nje kwenye wazi uliojengewa mabenchi, meza mapana nini kwa ajili ya wateja. Nami nikakaa na kuagiza msosi mzuri, kutazamwa mno na baadhi ya watu, ilikuwa ni kama kawaida. Na mimi nikaendelea kula 50 zangu tu. Nilikuwa nimeshaboresha vizuri ratiba yangu ya ulaji, ila siku ya leo ilipaswa kunisamehe tu kwa kukosa mlo wa asubuhi kwa kweli. Mambo yaliingiliana. Nikiwa nasubiria msosi uletwe, ndio nikaamua sasa kumpigia Adelina sasa. Naye hakukawia kupokea. Hello. Sauti yake ikasikika upande wa pili. Yes, dada, mambo vipi? Safi, za masiku Jesse. Mungu anasaidia. Nimeona nikujulia hali leo, maana kwa kweli mambo yamekuwa mengi sana. Wakati mwingine yani mpaka nakosa hata kukujibu ukinijulia hali dadangu. Yes, kweli. Mambo lazima atakuwa ni mengi. Mimi nikafikiri labda hata ulipoteza simu ama hutaki tu kujibu. Hapana, nisamehe tu kwa hilo. Sawa, haina shida. Mapumziko yako yanaendaje? Namalizia siku za likizo then nitarudi kwetu. Bado si upo Mbezi toka umeondoka na Chingwea? Kinyerezi ndio. Kinyerezi kweli. Vipi kazi? Sasa hivi nipo tu. Ile kazi niliacha. Kumbe. Ilikuwa ni hailipi kivile, kwa hiyo nikaamua kuachana nayo tu. Ninatarajia kuanza nyingine pale airport. Wow, international. Hongera sana. Unaenda kupaisha ndege, si ndio? Ni hudumu tu. Niliona nisomea haya masuala miaka 2-3 hivi iliyopita bwana. Sasa hivi ndo majibu ya sara za kupata hiyo kazi yamejibiwa. Kwa hiyo labda nitapangiwa kama ni nje au ndani ya ndege. Vizuri sana Adelina. Utakuwa sehemu nzuri sana na ndio inakufaa. Eti Asante. Vipi? Mama mzima lakini? Jambo, anaendelea vizuri sana. Vipi na wewe, mkeo wa Jambo? Yupo, siku hizi na yeye amekuwa busy kweli. Aliniambia amefungua duka. Nitapanga nije kuliona siku moja. Itakuwa vizuri sana. Tena sasa hivi kwa sababu umetulia. Kwa nini tu usije kututembelea? Unajua ni kitambo tujaonana Kweli unataka tuonane tena? Yote ni kwa sababu nimekumbuka. Hata mimi Jesse. Okay, unaweza kuja hata Jumamosi ikiwezekana? Jumamosi hapana. Jumamosi naenda sehemu fulani hivi kusaidia maandalizi ya harusi jioni hiyo. So labda kesho au kesho na mipango mingine. Msikilizaji, kesho ilikuwa ni Jumaa, kwa hiyo ndio nilikuwa na mipango mingine. Hivyo nikaambia kwamba kesho nitakuwa location nyingine. Vipi ukija Jumapili? Basi sawa, tutaangalia na Kariakoo Derby. Kumbe wewe ni shabiki wa mpira? Ndio, naangalia pia. Wewe ni Simba au Yanga? Simba. Wow, mimi pia ni Simba. Safi sana. Uje sasa ili tumzomee vizuri Ankia Yanga. Maana huyu Ankia wa Yanga huyu najua akifungwa siku yake haitakuwa poa.
Sawa, nitafika. Haya bwana, mimi ndo naweka msosi hapa mahali pake hapa. Karibu. Asante, mimi mwenyewe ndo napakua. Haya bwana, tutachekiana mida. Poa, baadaye. Basi aliniaga, nikakata simu baada ya kumaliza maongezi hayo na mwanamke huyo, nami nikaa sasa nimejisikia vizuri kiasi. Inaonekana kufikia wakati huu Adelina alikuwa ameshaizoea ile hali ya kumpoteza mdogo wake. Na nilikuwa nimetaka kuuliza lolote kuhusu upande wa swala la kifo cha Joy, ila niigairi baada ya kuhisi namna ambavyo alitulia kihisia wakati huu. Kama ni kumuongelea Joy, basi tutamuongelea akifika huku hiyo Jumapili. Basi mimi nikawa nimemaliza msosi wangu baada ya dakika chache, kisha nikalipa na moja kwa moja nikaelekea kupanda daladala ili nifike Mzinga. Kama kawaida tu, haikuchukua dakika nyingi sana na mimi nikawa nimeshafika huko, kisha nikaelekea pale ambapo duka lake Ankia lilikuwa ili nimsalimie kwanza. Alifurahi kuniona, naye akasema alikuwa na mpango wa kwenda nyumbani mapema. Kwa hiyo nikamwambia angenikuta kwao Mariam ikiwa asingenikuta kwake. Basi nikaendelea na safari yangu mpaka nilipofika kwao Mariam, nami nikaingia getini hapo na kumkuta Tesha akiwa amekaa pamoja na binti Mariam varandani. Alionekana kumuonyesha mdogo wake vitu fulani hivi kwenye simu, na baada Mariam kuniona akanyanyuka na kunifuata huku sasa kitabasamu kwa furaha. Akanikumbatia kwa nguvu kweli kweli, utadhani hakuwa ameniona miezi. Nami nikatoa viashirio vya bandia kumwelekea Tesha kwamba ningekufa kutokana na jinsi nilivyobanwa na binti. Naye akatabasamu kiasi na kusimama. Mariam akaniachia na kunitazama machoni huku sasa kitabasamu. Naye akasema kwamba shikamoo Jesse. Nitabasamu pia na kusema kwamba marhaba. Unalisema jina langu vizuri sana sasa hivi. Ngoja nikupatie maua yako bwana. Nilimwambia hivyo, nilikuwa nimenyanyua kiganja changu kwa upande wa juu, naye akaweka chake karibu na changu kwa upande wa chini, vidole vyetu vikiwa sasa vimegusana kiasi. Kisha tukavichezesha pale haraka haraka kwa pamoja sasa, tukisema kwamba bro, halafu ndio sote tukapiga vidole viwili kiganjani kwa njia iliyotoa sauti. Sijui kama hii taswira imeeleweka vizuri. Huu ulikuwa ni mtindo mpya wa kisalamu ya kishikaji niliokuwa nimemfundisha binti, na alikuwa ameupenda sana zaidi ya ule wa high five ambao nilikuwa nimemzoesha kipindi kile. Na hii mpya tuliitamka brup. Yaani kwa hiyo nyakati zozote alipojisikia kufurahi kwa kufanya jambo zuri, basi ningetumia mtindo huo pamoja naye ili kuikuza zaidi furaha yake na hisia ya kujiamini. Na yeye alipenda mno kusifiwa kwa kuendelea kujitahidi kuimarika zaidi kiutimamu. Asa Mariam alikuwa anafanya maendeleo upesi sana. Yaani ni kama yale mabaya yote yaliyokuwa yametokea hayakutokea kabisa, na hilo lilikuwa ni jambo jema. Niliona wazi kwamba si muda mrefu sana huyo binti angeacha kuwa binti tu, na hatimaye angerudia hali yake ya kawaida ya kujitambua kuwa mwanadada aliyeelekea kuwa mwanamke kamili. Baada ya kupiga hiyo drop, Mariamu akasema kwamba nimechora na kuandika leo JC, nimeandika. Nikasema wow, kweli umeandika nini? Akasema kwamba alfabeti. Nikasema zote. Aitikisa kichwa kubali. Nikamuuliza safi sana, na nini kingine? Akasema kwamba na majina yetu wote. Nikauliza wewe, kweli nani kakuelekeza? Baada ya kuuliza hivyo, Tesha ndo akajibu ya kwamba kaandika mwenyewe bwana, kaandika mama, Tesha, JC, Miriam, yote hayo kaandika mwenyewe. Tesha aliniambia hivyo baada ya kutufikia. Sasa nikamuuliza binti ya kwamba safi sana mama. Vipi kusoma? Unasoma soma? Mariamu akasema yes, I'm studying. Msikilizaji, nikajikuta na tabasamu kwa furaha sana baada ya binti kusema hivyo. Nami nikamuelekea kiganja ili tufanye drop tena. Eti na Tesha pia akataka kuweka kiganja chake kwenye vyetu ili aliunge, lakini Mariam akamsukuma kwa nguvu ili sasa asituharibie drop yetu bwana. Paka nikashangaa. Tesha akacheka na kunyanyua mikono yake kama kusema yaishe. Kisha Mariam akarudi kwangu na kupiga drop. Tena ilikuwa ni ndefu kwa raha zote. Mariam akauliza kwamba tufanye mazoezi ya kinanda, si ndio? Nikamwambia kwamba ya kweli, nenda kakiandae tuje tupige zoezi. Basi Mariam akaanza kuelekea kule ndani huku akitazamana na kaka yake kwa njia ya chuki eti. Naye Tesha akamfanyia ishara kwa vidole vyake viwili kuwa anamtazama kwa umakini. Tesha akanisogelea tena. Nasi tukagongesha viganja vyetu kirafiki, kisha akasema kwamba nakuona mchungaji leo. Naona upo kitakatifu kweli kweli, au sio? Mama mkubwa wako amenipeleka huko cha mgando nimepapenda. Katusimulia. Anasema yani umeguswa.
Unasema nini kingine, kwamba nimeanguka? Labda sio JC. Tena umevaa nyeupe kabisa. Hata kama ungekuwa na mapepo usingeanguka ili tu kulinda nguo yako isichafuke. Kumbe unanijua vizuri. Asa mbona ukamkimbia sasa? Ulienda wapi? Niliitwa sehemu mara moja. Na demu au? Akili zako hizo. Wewe sema tu. Huwa kuna tu mambo unaficha sana wewe. Ila mimi huwa najua sana tu. Mambo kama yapi? Si kama wewe na Soraya. Ainiambia hivyo nikamkazia macho. Najua ulimla tausi mwanangu. Wala hamna noma. Wewe umejuaje? Mwezi mzima umetosha kunifanya nijue. Hivyo kwanza unanionaje? Kwanza anakukubali mno. Naona gani anakupigia we. Ila wewe unamkaushia tu. Nikajua tayari hapo ushakula na kutema. Mbona unaongea kama vile imekuuma sana? Toka hapa. Kidume nini sasa? Kwamba mimi sina demu ama? Asema mwanangu, una mambo makubwa sana wewe jamaa. Yaani unatoka sana kwa mishe kali, yani inaonekana. Ungenipa basi hata michongo basi na mimi. Sio mambo kama hayo, ni masuala tu ya kifamilia na rekebisha. Yeah. Nani yupo huko ndani? Mama au nani na Shadia wanapiga tu mbea kuhusu issue ya Doris. Doris ndo nani? Hivi kumbe nilikuwa sijakwambia Kuniambia nini? Kuna sherehe ya harusi ya huyu dada huyu anaitwa Doris. Ni ndugu yetu pia. Sijafuatilia kivile, ila nadhani tunatakiwa kumuita binamu. Kwa hiyo anaolewa. Sawa. So yeye anakaa wapi? Kijitonyama. Si unamkumbuka nani yule Dina tuliyeendaga kwake kule Uwasibu? Namkumbuka. Sasa Dina ni mdogo wake Doris sasa. Okay, sawa. Kwa hiyo ndo maandalizi ya harusi yameanza, si ndio? Wamewaweka Damimi na Shadia wanakamati, kwa hiyo wanaanza na kitchen party kabisa. Alafu kabla Tesha hajamaliza sentensi yake, Mariamu akatokezea mlangoni kwa kasi mpaka tukashtuka kiasi. Naye akasema kwamba JC njoo, nimeshaweka kinanda. Nitabasamu tu na kumwambia sawa. Kisha ndio kwa pamoja tukaingia ndani. Mama wakubwa walikuwa hapo na Shadia wakipata mazungumzo yao wanawake. Nasi tukasalimiana vizuri sana na Bizawadi akaanza kukumbushia jinsi mambo alivyokuwa asubuhi tulipokuwa tumekwenda kwa mama mchungaji. Mariamu akaniondoa sehemu ya warembo wangu upesi na kunipeleka dining. Maana aliona kama vile anacheleweshwa sana. Kwa hiyo nikakaa naye pamoja na Tesha sasa kuendelea na utaratibu wetu kama kawaida. So mimi nilitumia muda mrefu nikifanya michezo na mafunzo pamoja na Mariamu. Mpaka inafika mida ya saa 2 usiku bado nilikuwa hapo kwao. Kufikia wakati huu Tesha alikuwa ameondoka kwenda kutembea sijui, na wakina Bizawadi na Shadia walikuwa wakisaidizana kupika. Alafu mapishi ni kitu ambacho kilikuwa kinamvutia sana Mariam. Alipenda hata kucheza nami kwa kujipikilisha kipindi cha nyuma. Lakini kwa sasa kila mara alipoona wakubwa wanaandaa misosi, alijitahidi kuhusika kwa lolote ili kuwasaidia. Kwa hiyo alikuwa akienda jikoni na kurudi kwangu mara kwa mara, na mida hii nilikuwa sehemu ya sebleni nikingojea Miriam arejee ili sasa nimsalimu kabla ya kuaga wa hapa na kwenda kupumzika huko kwa Nkia. So nilikuwa nikiwaburudisha mama wakubwa kwa story za hivi ama vile, huku na wenyewe wakiwa sasa wamenipatia madokezo kuhusiana na sherehe ya huyo mwanamke aliyeitwa Doris iliyokuwa inakaribia. Kulikuwa na hamu kubwa kutoka kwa Bizawadi hasa kuelekea hafla hiyo, kwa sababu alisema yeye na mama yake Doris walikuwa marafiki sana, na alimuona Doris wakati alipozaliwa pia. Huyo Doris hakuwa mbali sana kiumri kumfikia Miriam, akiwa kwenye 30 ya mapema hivi, na mazao walikuwa pamoja kutokea udogoni. Kwa hiyo hapa mbele kungekuwa na sherehe mbili, hiyo ya Doris pamoja na sikukuu ya kuzaliwa Bizawadi ambayo ingetangulia harusi ya Doris. Kwa hiyo mambo yaliyokuwa yakija kwa upande wa familia hii yalionekana kuwa mazuri, na wakaniomba nihusike pia kwenye lolote ili kupendezesha hafla hizo kwa mguso wangu waliouona kuwa ni kama baraka siku zote. Kwa hiyo mimi nikawahakikishia kwamba hilo lingetimia kwa asilimia zote. Basi bwana, saa 2 ikiwa inaendelea kutembea, nikawa nimepigiwa simu na Nkia, na nilipopokea akaniambia alikuwa kwake muda mrefu tayari na alinimisi. Hivyo niende upesi maana alikuwa akiandaa msosi mtamu kwa ajili yetu. Na mimi sikupaswa kutoa kisingizio sijui mamu sijui nini, na yeye alikuwa wa muhimu. Nikaona ngoja nimkubalie tu. Nami nikawaambia mama wakubwa pamoja na Shadia kuwa kuna issue nilihitaji kufanya hapo kwa Nkia mara moja, hivyo
ningeondoka sasa ili kwenda kuiandaa. Kama kawaida, malalamiko kutoka kwa Shadia na Bizawadi ya mimi kutaka kuondoka wakati tu msosi ulikuwa unaivishwa yakaanza, lakini nikawatuliza na kuahidi ningetenga muda mzuri wa kufurahia mlo pamoja nao. Sema kwa wakati huu mambo yalikuwa mengi kidogo. Yaani nilikuwa napendwa na hawa watu hadi yani kujigawa ilikuwa ni tabu kiasi. Lakini Ankia na yeye alihitaji ushirika wangu, kwa hiyo zamu hii ingekuwa ya kwake. Basi mama wakubwa na Shadia wakaridhia, nami nikamuaga na Mariam. Pia nikisema kesho kama nitawahi kutoka huko mjini basi nitakuja ili tucheze tena. Hakuna tatizo. Tukapiga group kama kawaida, kisha nikamwambia wote wampe Miriam salamu zangu akirejea. Nami ndo nikawaacha. So nikaelekea upande wetu na kumkuta Ankia akiwa sebleni, mwili wake ukiwa ndani ya nguo za nyumbani, kilemba kichwani na akiwa anaangalia tamthilia kwenye runinga. Tukasalimiana vizuri tu, nami nikaelekea chumbani kwa kuvua t-shirt na suruali, nikavaa pensi nyepesi na kaush tu. Kisha nikarudi sebleni kukaa pamoja naye sofani na kuanza story. Ankia akaanza kunisimulia kuhusu jamaa fulani hivi aliyekuwa anamsumbua sana kwa kwenda pale dukani kwake kumtongoza kila siku. Nami nikaanza kumtania ile ya Ankia akapata mchumba, Ankia akapata mchumba. Akacheka sana na kuniambia niache bwana, mambo ya kipuzi. Kweli nilikuwa tu nina hamu ya kutaka kukaa na Ankia, ndio maana hata kusema niendelee kuwa pale na mama wakubwa kumsubiria Miriam haikuwa kitu nilichowazia sana. Kama kumuona bibie ningemwona tu. Huu sasa ungekuwa ni muda wangu na Ankia. Alikuwa anatoa kero zake mwenyewe na mimi nikimpa ushauri kwa utani mwingi, huku mboga ya msosi mtamu ambayo nilikuwa naisikia ikitokea jikoni ilikuwa ikiendelea kuiva taratibu. Katika zile pindi ambazo angenyanyuka kwenda koroga mapishi yake na kurudi ukaa tena, nilikuwa nikijibu jumbe tofauti kwenye simu yangu na kuperuzi mitandao ya kijamii, hii ikiwa ni saa 3. Na wakati Ankia sasa alipokuwa amenyanyuka kwa mara nyingine tena na kwenda jikoni, simu yangu ikaanza kuita. Nilipoangalia mpigaji nikakuta ni ule Doto, kikaragosi mtiifu wa Madam Betha, ndiye aliyekuwa akinipigia. Kufikia kipindi hiki nilikuwa na namba zake pia, kwa sababu na yeye alikuwa na sehemu muhimu kwenye upande tofauti wa biashara za Betha kama tu ilivyokuwa kwangu. Kwa hiyo wakati mwingine tulikuwa tukifanya collab na mambo mengine tu, hasa kutokana na yeye kuyapenda madawa niliyokuwa na watengenezea. Lakini haikuwa kawaida yake kunipigia ama mimi kumpigia, isipokuwa tu iwe ni jambo muhimu. Sana Madam Betha akihusika. Yaani sikuwa na kitu chochote na huyu jamaa ambacho kingefanya aonekane kama mshikaji wa karibu sana, mbali na kujuana tu kwa sababu ya biashara zetu na Madam. Hivyo kupiga kwake simu muda huu kukaniweka katika hali ya umakini, nami nikapokea nikiwa hapo sofani na kumsikiliza. Basi jamaa akauliza kwamba vipi upo kitaa? Nikaambia ya vipi? Akanambia njoo hapa basi Masai. Nikamuuliza kuna issue gani, maana ndo msosi unawekwa mezani sasa hivi. Jamaa akaniambia kwamba achana na njaa wewe, njoo hapa sasa hivi, kuna issue muhimu sana, fanya haraka. Nikaambia poa, dakika 5 basi. Akasema okay zisipite. Kisha akakata simu. Mimi nikatulia kidogo kutafakari ni nini ambacho kingekuwa kinaenda kutokea hapo Masai. Na ni mawazo mawili yaliyoingia kwenye fikra zangu. Kwanza, inawezekana tu kwamba Betha alikuwa amefika hapo na kutaka niende, ama hakuwa amefika hapo na ndio Doto akawepo kusimama kwa ajili ya issue niliyohitajiwa. Lakini cha pili, nikawaza vipi ikiwa labda kwa njia fulani yale mambo yangu ya pembeni na maskari yalikuwa yamewafikia hawa watu. Je, kama waliniona ama kuhisi kuwa labda ninaelekea kuwa snitch? Na huu ungekuwa mwito wa kwenda kubainisha upande gani niliokuwa na ufikiria hasa, ama labda hata kuumizwa. So ingenibidi niwe makini mno, maana chochote kile kingeweza kutokea. Na nikikumbukia vizuri kabisa kwamba Rama alikuwa amenipa kifaa fulani maalum cha kutumia wakati wa hali ya dharura. Kwa hiyo mimi nikanyanyuka kutoka hapo na kwenda kuvaa suruali pamoja na kofia yangu ile kama kibandiko hivi ambayo Tesha alinunuliaga kipindi kile nimejuana naye. Kwa hiyo kifaa kile nikakitia mfukoni. Baada ya kuvaa hivyo nikatoka na kumwaga Ankia kwa kusema naenda hapo Masai mara moja. Alifikiri nimeitwa labda kwenda kunywa na hivyo ningekimbia msosi aliokuwa akiandaa, lakini nikamwambia hapana, ningeenda tu kuongea na mtu mara moja kisha ningerudi kula. Kwa hilo hakuwa na neno, nami nikatoka na kuanza kuelekea huko baa. Sasa nikiwa ndio nakaribia Masai, yani naikaribia Masai, pembezoni mwa geti la mbele kwenye mwingilio wa jengo hilo niliweza kuliona gari la Madam Betha, ile haria yake ya silver.
likiwa sasa limeegeshwa usawa huo na Doto mwenyewe akionekana kusimama karibu nalo. Alikuwa amevaa tracksuit kubwa ya blue kama jezi ya klabu ya Chelsea, huku sasa akiwa amesimama na wanaume wengine wawili wa mitaa hii akionekana kuongea nao vitu vya kihuni tu. Nami nikakaribia sehemu hiyo na kusimama pembeni. Aliponiona akanisogelea na kugongesha tano pamoja nami na wenzake vile vile. Kisha akaniambia kwamba kuna sehemu natakiwa kwenda naye, sio mbali sana na hapa. Kwa hiyo niingie kwenye gari ili anipeleke. Nikamuuliza wapi? Lakini akasema twende kwenye gari ndio tutaongea vizuri. Naye akawaga wenzake na kwenda kuingia kwenye gari. Huku sasa akinionyeshia ishara kwa kichwa kuwa niwaishe. Sasa mimi nilikuwa nimeshapandisha mashaka hata zaidi, lakini hakukuwa na nafasi ya kuwa mwoga hapa. Nilikuwa tayari kwa lolote. Kwa hiyo nikaingia upande wa mbele pia pembeni yake, naye akatia gari moto na kuanza kulitembeza. Taratibu tu tukaiacha Masai tukielekea Lamini huko. Nami sasa nikaamua kuongea sasa, maana jamaa alikuwa kimya tu. Vipi mishe zinaendaje? Fresh tu, mambo ni wali nazi. Ese haujaje Masai muda mrefu, kulikoni leo? Umhamisi wa huku nini? Hamna, nilikuwa nimekufuata wewe tu. Kwa nini? Asi nimekwambia kuna sehemu nakupeleka. Ya, ila hujasema ni wapi. Tulia sasa, ni surprise. Aliongea namna hiyo. Kisha nikamtazama kwa makini sana na nikaangalia pembeni na kumuuliza kwamba madam anajua kuhusu hii surprise. Jamaa akaniambia, sasa unataka sasa niharibu hii surprise, si ndio? Nikamwambia, okay, kumaanisha ni kwamba yeye ndio anaifanya hii surprise, si ndio? Doto akasema, tutajuaje sasa, inabidi kulifungua kwanza boxi ndio uione. Wewe tulia, boxi lako unaenda kulifungua muda si mrefu. Aliniambia hivyo. Nikamtazama usoni kiusomi zaidi, naye akaniangalia na kutabasamu kiujeuri kiasi, na safari ikaendelea tu. Tulikuwa tumeingia kwenye lami na kuelekea upande wa huko Rangi Tatu, lakini yani bado ilikuwa ni hapo hapo Mzinga. Gari likawa limeingia kwenye barabara ya Changarawe upande wa pili wa lami, kutokea huko tulikotoka. Yani tukawa sasa tumeivuka lami na kwenda upande wa pili wa Mzinga. Akaliendesha gari taratibu kupitia barabara ya Changarawe kuelekea sehemu ya ndani zaidi ya mitaa hiyo ambayo mimi sikuwa hata kuwa na kawaida kabisa kuitembelea, mpaka alipolifikisha eneo lililokuwa na kumbi ya vinywaji na starehe kama tu baa ya Masai. Lakini huku palikuwa na hali ya ugiza sana. Hapakuwa na watu wengi hapo. Sehemu alipoegesha gari kulikuwa na gari lingine aina ya Toyota Vanguard nyeusi, nasi tukashuka kwa pamoja, nikiwa sasa sijauliza kingine chochote mpaka wakati huu. Mambo mawili yakawa hakika. Moja ni kwamba hakudanganya aliposema kuwa tusingeenda mbali. Yani hapa hata kwa mguu tu tulikuwa tunafika na kurudi tulipotoka upesi tu. Na jambo la pili kilichokuwa kinanisubiri kama surprise ndio kilikuwa huko ndani. Asa Doto akakutana na mimi mbele ya gari na kuniambia kwamba karibu Facebook, ushawahi kuja hapa? Nikatikisa kichwa kukanusha. Nami nikamwambia kwamba Masai pamekubwa sana mpaka ukaamua kuja kunipea surprise yangu huko. Jamaa alicheka kidogo na kunishika begani kwa kusema kwamba Masai kuna macho mengi mno. Huku ndo pametulia, twende. Hey, subiri, si uniambie tu kuna nini? Mbona unanipa hali ya wasiwasi bro? Usiogope bwana. Mimi siogopi. Ndo twende sasa. Tumekaa pamoja mwezi mzima bwana, tunapiga mishe safi alafu uniamini bwana, vipi? Alisisitiza huku sasa kitangulia. Nikafuata nyuma yake. Sehemu hii kimuonekano haikuwa na ule ubora wa kadri kuifikia hata Masai. Jengo lilishikiliwa na kupambwa na mbao nyingi, isipokuwa tu sehemu ya counter. Na hata waliofika kulewa hapo hawakuwa wengi kivile. Yani ilikuwa ni kama vile hamna umeme. Taa pekee zikiwa zile za kuwakawaka kwa mapambo. Hapa kuchangamka kabisa ni, lakini ni wazi Doto hakuwa amenileta ili tujichangamsha hapo. Basi tukaipita tu sehemu ya counter na kuelekea ndani zaidi mpaka kufikia mlango ambao nilikisia ndio ulikuwa wa chumba kama cha VIP kwa hapa Facebook. Na Doto sasa akafungua mlango na kuingia. Nikajitia ujasiri zaidi na kumfuata pia. Na kweli kilikuwa chumba kwa ajili ya ma VIP, ingawa kikuwa bora kwa lolote lile ambalo niliwahi kuona. Muonekano wake ulikuwa ni wa kujitahidi, lakini sikukazia fikra zangu kwa vitu vilivyokuwa humo, bali watu ndio wakuta. Kulikuwa kuna wanaume wawili na niliwafahamu vizuri sana. Wote walikuwa wameketi kwenye masofa ya humo. Huku katikati kwenye meza kukiwa na sahani yenye kitimoto nyingi pamoja na chupa chache tu za bia na Kevant. Wakiwa sasa wanatazama upande wangu kwa kuridhika. Alikuwa ni Charlie Gonga pamoja na mshirika wa kundi la Festo kutokea kule Red Room, yule jamaa aliyeitwa Sudi. Sasa mimi hapa sikutakiwa kuonekana kwamba nilishangaa, lakini
Nilishangaa. Sikuwa nimetarajia kabisa. Charlie Gonga alionekana makini akiwa ndani ya manga pana nyeusi na suruali ya jeans pamoja na buti za kaki miguuni, huku kichwani akivaa kofia kama alivyopendelea. Sudi yeye alikuwa amevaa t-shirt la mikono mifupi lenye rangi mchanganyiko pamoja na suruali ya kijani nyepesi tu hivi. Nadhani ni kama inafaa kwa michezo, huku kiatu cheupe kama vile ametoka sehemu fulani hivi kufanya ukocha wa netball kikificha miguu yake chini. So mimi nikasimama tu nikiwaangalia watatu hawa, na maanisha na Doto ambaye akaenda mpaka alipokaa Charlie Gonga na kuketi kwenye mkono wa sofa. Kisha naye sasa akawa ananitazama kwa utulivu kama wawili hao tu. Kofia yangu ilikuwa imeficha kiasi sehemu ya juu ya uso wangu. Kwa hiyo kwa jinsi nilivyoangalia kwa makini na kuchanganywa kwa wakati mmoja, ilionekana kama nimekuja kigaidi zaidi. Sudi akasema kwamba jinsi, karibu kaa hapo tuongee. Huyu jamaa ndio yule ambaye mara ya kwanza kabisa Madam Betha kunipeleka kule Red Room alikuwa ananitendea vibaya kwa chuki binafsi, lakini sasa akawa eti ananikaribisha kama vile tuna amani sana, wakati hata sikuwahi kuwa na habari naye. Kumkuta hapa akiwa na Charlie kuliwasha taa nyekundu ya hatari kali kwenye hisia zangu, lakini zaidi ni kwa nini Doto awe pamoja nao na kutumiwa kunileta kwao. So baada ya ukaribishwa hivyo nikaendelea tu kusimama na kuangalia. Sasa Charlie akaniambia kwamba wewe ndio unaambiwa ukae, kaa hapo tuongee bana, vipi? Nikamtazama Doto na kuuliza kwamba wewe nini kinaendelea. Sasa Charlie Gonga akatabasamu na kuvuta pombe yake. Naye Doto akasema kwamba oya, boxi ndio limefunguka hivyo. Surprise. Doto alisema hivyo, nikatabasamu kiasi na kusema kwamba kwa hiyo uko pamoja na hawa watu, si ndio? Ama labda ni mkutano wa wote na madam hajafika. Mimi mbona sijaelewa? Charlie akamwambia Sudi ya kwamba si unaona? Yaani kashachizika mno kuwa kibenteni wa mke wangu. Unafikiri ataambilika huyo? Basi Sudi akajibu kwamba zipo njia nyingi sana za kushawishi watu, lakini ana akili. Tumpe tu kweli ajiadjust, mengine atafuata. Doto akaniambia kwamba oya, kaa chini ndugu. Hakuna mabunduki umbana wala tasijali. Doto alivyosema hivyo nikamwambia kwamba mimi mbona niko sawa nikisimama, nyie semeni tu mlichonitia. Basi Sudi akaniangalia usoni kwa makini na akasema kwamba toa hiyo kofia. Nikaishika kofia yangu na kuirekebisha vizuri zaidi kichwani, alafu nikaendelea kumwangalia. Doto akatabasamu na kutikisa kichwa chake kiasi. Sasa Sudi akasema kwamba sikia, hapa dharau hazitakusaidia kwa chochote mdogo wangu, umesikia? Ungekuwa unajua namna gani unaweka maisha yako hatarini kuwa na Betha, usingejifanya una kiburi sana. Sudi aliniambia hivyo. Nikamwambia kwamba ya kwangu mimi na Betha ni ya kwangu mimi na Betha. Nimekujulia kwake na sina issue yoyote na wewe, na pia yako wewe na yeye hayanihusu mimi. So sijui unataka nini? Nilimwambia hivyo. Sudi akasema kwamba nataka utumie akili yako na kipaji chako. Utumie vizuri kabisa. Betha anakutumia tu, lakini ukiisha faida kwake atakutupa sehemu mbaya mno. Sudi alisema hivyo. Nikamuuliza kwamba okay, kwa hiyo wewe unataka nini yani? Ndio unataka ni kusema kwamba unajali sana ni kwamba utaumia mno nikitupwa ama? Niliongea hivyo. Charlie akasimama na kuja karibu na mimi, huku akisema ya kwamba acha kujifanya mjuaji dogo. Hivi unaelewa namna gani nimetamani sana kukushika na tufua yani uweze kupotea? Yani ni kukatekate kila kiungo cha mwili wako kwa kufanya uhawala na mke wangu mimi. Tena mpaka unanionyesha kabisa hilo waziwazi, si ndio? Unataka ni kujifanya kwamba unajua sana dharau, si ndio? Kamuonyeshe mtu mwingine asiyejua nini maana ya kudharauliwa, lakini sio mimi. Naijua dharau vizuri sana dogo. Na una bahati sana JC. Una bahati tu kwamba ninakuona kama mimi. La sivyo usingekuwa unaivuta hiyo pumzi hata sasa hivi. Jamaa aliongea hivyo. Maneno yake yalieleweka katika kuyasikia, na domo lake likinuka pombe kiasi, lakini sikuelewa alikuwa na maanisha nini kiujumla. Nikabaki nimemtazama usoni tu kwa makini. Sasa Charlie Gonga akasema kwamba uko sehemu mbaya sana, hujui tu. Nilipokujuaga kipindi kile nilikukubali sana, lakini ukaamua kuonyesha wewe kwamba ni mbwa zaidi ya mbwa hapa, si ndio? Chukulia ni kama vile tunataka sasa kukusaidia kwa sababu wewe ni mbwa kipofu kwenye ni kama mbwa kipofu tu mwenye faida. Na Betha akakushika mkono akikudanganya kwamba anakuongoza, lakini ni yeye ndio unamuongoza pamoja na kwamba huoni. Advantage alionayo ni wewe, na akishafika anapotaka anakuachia uanguke shimoni. Kwa hiyo mimi bado sijakuelewa Charlie. Unataka nini Charlie? Yani unataka ni kuombe msamaha? Mke wako ndo alinitaka, muulize. Kama unataka kamuulize.
Mimi nilikwenda kwake kikazi. Mengine yaliyotokea alitokea tu. Sasa sijui unaongelea haya ili iweje yani. Charlie akamwambia Sudi ya kwamba yani bado haelewi tu. Okay, vizuri. Labda uache kutumia methali nyingi ndio nitaelewa unachotaka. Sema mnataka nini? Nikamwambia hivyo. Sudi akasimama pia na kutusogelea. Naye akasema kwamba tunataka kumwangusha Betha. Kauli yake ya moja kwa moja ikanifanya niendelee kumtazama tu, utadhani sikusikia alichokuwa amesema. Sudi akasema kwamba hicho ndicho tunachotaka. Nikamuuliza kwamba yani mnaniambia mimi, yani kwa nini mniambie mimi? Sudi akasema kwamba kwa sababu wewe ndio kitu ambacho kinampa nguvu zaidi. Ilianza kama masiara tu, lakini sio wewe tunayetaka kumwangusha. Ikiwa unaelewa ninachomaanisha, nadhani utakuwa umeelewa. Sudi alisema hivyo. Nikawaangalia wote kama swali pia. Doto akiwa sasa amekaa kule kule tu akitazama kwa utulivu. Sasa nami nikauliza kwamba unataka ni flip, yani kwamba ni unataka nijiunge na nyie kumwangusha Betha, si ndio? Sudi akatikisa kichwa kubali. Nikacheka kidogo nikiwa nimeshangazwa kiasi na jambo hili, huku wao wakinitazama kwa makini tu. Kisha nikasema kwamba samahani aise. Nimeshangaa tu. Okay, kwa hiyo mnataka yani kumwangusha madam. Halafu mnasema mimi ndio nguvu yake. Kwa nini tena mnafanya ionekane kama mnaniomba nijiunge na nyie? Kama mimi ndio nguvu yake, si ni mimi ndio napaswa kuondolewa au? Baada ya kusema hivyo, Sudi akasema kwamba hapana, wewe utabaki kuwa na nguvu ulionayo na utaitumia ukiwa pamoja na sisi. Nikauliza kwamba nguvu gani unaongelea? Charlie akasema uwezo wako wa kutengeneza cocaine ambayo imeanza kuagizwa zaidi ndio nguvu tunayoongelea hapa. Charlie alisema hivyo. Nikamwangalia Sudi soni. Basi Sudi akasema kwamba Betha ametumia akili kukutumia wewe na watu wake wachache. Amefanya hivyo ili kutengeneza hiyo kitu bila kutuhusisha sisi wengine. Yaani ukiondoa Festus, mimi na wenzetu hatujui mnapozitengenezea na delivery mnazotoa ni za maana. Lakini najua haupati chochote unachostahili zaidi tu ya kuendelea kulamba tu nyashe lake kama Charles alivyokuwa akifanyiwa. Sasa tunataka kumuondoa Betha kwenye picha. Ujiunge na mimi na manufaa utakayoyapata yatakuwa mara 100 zaidi ya huyo mwanamke anayokupatia. Trust me, hautajuta. Sudi alisema hivyo. Nikatazama chini kwa ufupi kisha nikasema kwamba kumbe ni hicho. Yaani hofu yako ipo kwenye swala kwamba Betha ameanza kuichukua market kwa kasi sana, si ndio? Yaani unaogopa vile mnavouza nyie vitapigwa chini muda sio mrefu, maana watu wengi watakuwa wanataka hizi cooking mpya, si ndio? Nilivyouliza hivyo wakanijibu kwamba Sudi akajibu kwamba siogopi chochote mimi. Nikasema sasa shida ni nini sasa? Betha si ni mwenzako, mpo kundi moja tena kwa muda mrefu. Hata mimi sijui mmeanza lini hizi mambo mpaka nilipozikuta. Hasa kwa nini Charlie akanikatisha akasema oya, acha basi kujitoa akili JC. Naomba unisikilize sawa. Mimi nimeshaona mengi nikiwa na ule mwanamke. Najua jinsi anavyoweza kubadilika haraka. Sasa hivi anakuchekea tu unajiona kwamba umefika. Ila utakuja kujuta. Na kuambia kabisa utakuja kujuta usipoamua kusimama nasi mdogo wangu. Huo muda wote ulikuwa wapi Charlie? Kwa nini sasa hivi ndio unaonyesha ni kwamba ujasiri wa kusimama dhidi ya Betha? Niliuliza hivyo. Sudi akasema kwamba unajua kwamba Betha ana nguvu. Exactly, ana nguvu. Naelewa sana kwamba ana nguvu. Na ndio maana nyewe wote hapa mnamogopa. Wewe Sudi unaonekana kuwa mwasi. Sijapinga, lakini hata zile mambo zako yani kunionyesha bastola ili nikuogope, ulikuwa tu unataka ni kujitutumua mbele ya wengine, lakini unajua huwezi kumgusa. Alafu mnanifuata eti mnataka yani kwamba mimi ni flip. Wewe Charlie, umeshindwa huo muda wote yani mimi ndo niweze? Na wewe Doto unakubaliana na hayo yote, si ndio? Nikawaambia wote hivyo. Sasa wakaangaliana na kucheka kidogo. Naye Sudi akasema kwamba dogo, tumia basi akili. Sisi hatumogopi Betha. Ila ni aliyesimama mbele zaidi kumpa hiyo nguvu. Nitulia kidogo kisha nikasema nani Festo. Baada ya kusema hivyo, Sudi akasema kwamba na uko sahihi kabisa. Yani mimi ni mjeuri sana tu. Festo ana control kubwa over what we do na tumeheshimu chain yake ya command kwa muda mrefu sana. Ila inatakiwa ufike muda sasa mwanaume ujue kwamba huwezi siku zote kusimama nyuma ya mgongo wa mtu. Betha ni kikwazo. Ni kunguni anayehitaji kutumbuliwa haraka sana. Angekuwa anajali maslahi ya group zima,
angeshare mipango yake kwa sisi wote, lakini anaifanya kwa siri zaidi. Anaiba mpaka na wateja waliokuwa royo kwetu. Faida zetu sisi zinaporomoka kwa sababu ya binafsi wake. Nimeangalia hilo kwa wiki 2 zilizopita. Na hasara aliyotupatia mimi, Tito, Farao ni kubwa sana. Anaiba wateja wetu. Tena hadi nilisikia wakati anafanya tangazo la biashara yake mpya na wewe mbwa wake ulikuwa naye. Lakini wengine hawana kifua cha kukoroma kwa madam kwa sababu tu anamfurahisha Festo. Well, not me. Sitaruhusu ushindi wake umaanishe eti kwamba ni mimi eti kwamba mimi nianguke. That's why inatakiwa yeye ndio aanguke haraka sana. Sudi alisema yote kwa mkazo. Sasa mimi nikaa sasa nimeelewa vizuri shida yake. Na sikupenda walivyokuwa wananiita mbwa. Ila nikamuuliza kwamba kwa hiyo unataka nitoke upande wa Madam Betha nije kwako, si ndio? Ili nikuongezee faida kama ninavyofanya kwake. Ili tena na wewe iwe vile vile kama yeye. Halafu Farao au nani aje kwangu tena baadaye kunishawishi nikusaliti na wewe, si ndio? Sudi akacheka kidogo. Charlie Gonga akasema kwamba haitakuwa hivyo bwana. Tukishamuondoa Betha, kila kazi utakaofanya na sisi itakuwa kwa malipo unayostahili. No monkey business. Jamani wamesema hivyo, nikamuuliza kwamba okay, na kwa kusema kumuondoa ni kwamba unamaanisha? Doto akasema kwamba tutamuua. Doto aliongea hivyo, nikamtazama kwa makini sana, kisha nikasema kwamba ni Doto kabisa ndio amesema hivyo. I can't believe this. Kapu imeanza lini kaka? Niliuliza hivyo. Sasa Charlie Gonga akasema kwamba Doto ni mdogo wangu. Usifikiri kwamba eti amefurahia sana kufanya kazi ndani ya ganja cha yule mwanamke. Na mambo mengi mabaya ambayo Betha amenifanyia, Doto ameona. Kwa hiyo imetosha sasa. Charlie Gonga alisema hivyo. Nikasema kwamba mabaya. Kaka Charlie, si umepewa na hoteli 2 kabisa? Acha basi ungese malaya mkubwa wewe. Kwani wewe ulikuwepo? Hivi unajua kwa nini alinipa? Muda wote niliokaa nalipia makosa yake, lakini kwa wengine inaonekana kama ninafurahia maisha, si ndio? Unafikiri mimi nafurahia kweli? Kama alikwambia alinipa hizo hoteli na bar, alikwambia pia ni kwa nini? Ama alikwambia tu kwamba alinipatia? Alikupa na sababu za kwa nini alinipatia? Alikwambia kwamba alisababisha mtoto wetu afe? Alafu mimi ndio nikalipia makosa yake mwenyewe kwa kulishwa nyama mbichi ya mtu? Charlie aliongea hivyo. Sasa nikakaza uso kimaswali kiasi. Hadithi aliyotoa ilikuwa tofauti kidogo na jinsi nilivyosimuliwa na Betha. Sasa nami nikamuuliza kwamba Betha alimuua mtoto wenu? Charlie akasema kwamba alikuwa anataka kumnywesha juisi yenye sumu mwanamke aliyefikiri ninatoka naye kimapenzi. Lakini mtoto wetu akainywa kimakosa na kufariki. Wewe mwanamke nilikuwa hata mistoki naye. Alafu bado akanilaumu mimi kwa kifo cha mtoto wetu. Ikawa ni masimango, vitisho, ujeuri. Sasa unafikiri ni mwanaume gani anaweza kukaa kuvumilia hayo yote kutoka kwa mwanamke? Kisa tu eti amepewa kanguvu fulani na Festo na watu wao. Eti kwamba ndo nitetemeke forever. Charlie alisema hivyo. Nilibaki nimeguna tu. Msikilizaji, umesikia story ilivyo tofauti? Yaani hapa Charlie ananiambia kwamba baada ya Betha kuhisi kwamba anatoka na yule mwanamke ambaye kwa sija anamsimamia mtoto, ndo akaamua kumwekea sumu kwenye juice. Bahati mbaya mwanamke hakuinywa hiyo juice. Bahati mbaya mtoto ndo akanywa hiyo juice. Kwa hiyo kesi zikahamia kwake. So mimi nikatazama tu chini sasa nikitafakari mambo kwa kina. Charlie akasema kwamba Betha ana mpango mwingine. Mimi nakwambia Jesse, huo mpango ukikamilika, wewe ukiwa umeshamaliza kumsaidia kutimiza na kuua. Tena vibaya zaidi alivyomuua Joy. Bila hata sababu. Wewe hujajua ulimwengu wake vizuri mdogo wangu. Usijione umefika, utakufa vibaya sana. Charlie akasema hivyo. Nilitulia kidogo na kushusha pumzi taratibu. Kisha nikauliza kwamba kwa hiyo mnachotaka ni nini sasa? Nifanye nini sasa? Yaani kwamba ni mimi ndo nimuue Betha au? Sudi akasema mbona unaenda mbali sana? Tulia. Hapa sisi tunachotaka tu ni wewe kusema kama utajiunga na sisi au la. Mengine baadaye. Nikauliza kwamba okay, na kama jibu ni la? Wakaangaliana kwa ufupi. Yaani kwamba ni ndio mtaniua. Sawa, ikiwa ni hivyo hata msichelewe, karibuni. Nikamwambia hivyo. Sudi akasema kwamba kukuua haitupatii sisi faida, zaidi ni hasara tu. Baada ya kukueleza hayo yote, wewe ndio unapaswa uamue. Kukubali kuja upande wangu, utapata faida kubwa, lakini ukiendelea kukaa kwa Betha kisa anakupatia siji hilo embe ulinyonye, sawa, utaumia sana mwanangu. Yaani hauko peke yako anayenyonyeshwa hayo maembe. Nikauliza kwamba okay, yaani kwamba
Yaani kwamba ni kuongea kutu, kwani kwamba unanijali sana ama? Sudi akasema hapana, mimi najali biashara zangu tu. Na nimeona wewe unaweza kuwa asset nzuri. Huko uliko wanakuficha kile unachostahili. Na wewe unaendekeza ujinga tu kufikiri kwamba eti utakuwa mfalme wa Malkia anayetaka kukaa kwenye kiti cha ufalme peke yake. Hiyo haipo. Ni muda wa kuamka. Muda wenyewe ni sasa hivi. Sudi alisema hivyo. Kwanza nilicheka msikilizaji, nikasema kwamba hivi kweli kwa hiyo tuseme natoka hapa naenda kumwambia Betha kila kitu ambacho mmesema. Hapo itakuwaje? Baada ya kusema hivyo, Chalia akasema kwamba Betha atakuua vibaya mno ukienda kumwambia haya. Nikamtazama kwa makini. Chalia akasema kwamba anamwamini Doto mara 100 zaidi yako. Wewe amekujua kwa miezi miwili tu. Ukisema ninajaribu kukufanya umgeuke nikiwa pamoja na Sudi, labda atakuamini. Labda hatua yoyote atakayotaka kuchukua lazima itapita kwa Doto. Na anafikiri Doto hawezi kumsaliti hata kwa ajili ya kakake. Imagine namna gani hiyo itakuwa ni hasara juu yako mwenyewe. Nilimwangalia Doto kwa umakini, ambaye alikuwa akila tu nyama za kitimoto, huku pia akinitazama kama vile sio yeye aliyekuwa akiongelewa. Nikatabasamu kiasi na kutikisa kichwa kwa kutokuamini haya yote. Basi Sudi akaendelea kuongea, akasema kwamba unajua kila mtu anajifikiria mwenyewe kwanza. Utakaa nyuma mgongo wa Betha mpaka lini wakati wewe ndio mwenye nguvu? Usijali kuhusu wale tunayopanga kumfanyia. Wewe jali zaidi juu ya ni wapi utasimama. Tumekuita ili uone picha kwa ukamili. Wewe ni mwanaume, tumia akili. Utakachoamua baada ya hapo ni juu yako. Na uamue kwa busara. Sudi niambia hivyo. Nikaendelea kumtazama tu kwa utulivu. Sudi akarudi pale alipokuwa ameketi, huku Charlie Gonga akaendelea kusimama karibu yangu na kuniangalia kwa makini. Na jamaa akachukua simu yake pamoja na kitu kama mkanda hivyo wa kuvaa kiunoni sijui, kisha akaja tena upande wangu na kusimama. Akasema kwamba usichukue muda mrefu kunipa jibu. Mambo yatabadilika kwa kasi, umenielewa? Nikabaki tu kumtazama usoni. Naye akanipita na kuelekea nje. Charlie Gonga naye akachukua chupa zake za bia pale mezani na kunipita pia. Na hapo ndani nikawa sasa nimebakia mimi pamoja na nani? Na Doto. So nilibaki nikimwangalia mwanamume huyo kwa utathmini wa hali ya juu sana. Na kwa kweli hakuonekana kuwa na tatizo lolote na yale yote aliyokuwa yamesemwa humo muda mfupi nyuma. Akatafuna kipande kimoja cha nyama na kunionyeshea sahani eti na mimi nichukue. Lakini nikaendelea tu kumwangalia usoni kwa makini. Akanyanyuka pamoja na hiyo sahani yenye kitimoto na kuja mpaka niliposimama, naye akasema kwamba game on. Kisha kanipita na kuelekea nje pia. Kwa sekunde chache nikabaki nikiwa nawaza huu mchezo ungeelekea wapi zaidi baada ya haya yote. Maana ni mengi sana alikuwa akiongezeka na kwa kasi. Yaani kama ni kuwa snitch, basi ningetakiwa kuwa snitch kwa kila upande. Mpaka nikaanza kuchanganyikiwa juu ya ni upande upi sasa ambao nilistahili kusimama nao zaidi. Watu wake Betha mwenyewe walikuwa wameanza kuunda njama za kutaka kumuua, halafu wanichukue mimi kwa ajili ya mipango yao. Maelezo yote waliotoa kuhusu kwa nini nisingeweza kumwambia madam kuhusiana na hii yalionekana kuwa utumbo tu kwangu. Lakini najua nisingeweza kumwambia yule mwanamke kwa sababu nilielewa kuwa maaskari walikuwa kwenye nyendo za karibu mno kufanikisha zoezi la kuwakamata watu wote. Haijalishi ikiwa ni na wao walianza kutangaziana vita vya wenyewe kwa wenyewe au la. Hivyo uamuzi sahihi kwa wakati huu ungetakiwa kuwa kuendelea kutulia tu na kuona ni mkondo gani ambao mambo haya yangeelekea mpaka kufikia siku ambayo yote yangekomeshwa. Na ningepaswa kujitahidi kwa mwangalifu kutokujikuta na umizo vibaya mno na matokeo mabaya ambayo yangekuja. Sasa msikilizaji, kwa leo tunaishia hapa. Vitu viwili vya kuzingatia kwenye hii pande ni baada sasa ya JC kupewa upande mwingine wa huyu Betha, kwamba JC ni anatumika tu, lakini madili ya Betha yakishakamilika JC anadedishwa. Lakini pia amesimuliwa simulizi ya namna mpaka mtoto wa Charlie na Betha alivyofariki. Sasa itabakia kwake tu, je, yote aliyozungumzwa hapa ni kweli au ni uongo? Lakini mbali na hivyo, kuna mtu ambaye tumemfahamu pia kutoka Ramadhani. Anaitwa nani huyu? Kuna mwingine mpelelezi mwingine CI huyu. Je, ni nani huyu mtu mwingine ambaye ni kama JC ambaye naye hamfahamu JC kwamba wote wako kwenye mission moja ambayo iko chini ya askari Ramadhani? Kwa utaniambia kwenye comment msikilizaji, sawa Yes, tukutane sehemu inayofuata. Mtayarishaji wa simulizi ni Elton Tony, niliyekusimulia hii simulizi ni mimi
Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.